Jumatatu nzuri na tulivu zaidi ya Novemba 10 mwaka 2025. Taratibu mwaka unazidi kuchanja mbuga. Karibu sana katika Viwanjani, siku ambayo itakuwa na mambo mengi sana ya kuweza kuyazungumza, hususan uwepo wa ligi kuu ya NBC, matokeo yakizidi kuwa mazuri kwa upande mmoja na upande mwingine. Tutakwenda kuangazia bingwa mtetezi Young Africans akirejea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC hapo jana, kizidi kushusha kipigo dhidi ya kikosi cha KMC Wanakino Boys, ushindi wa bao 4-1 chini ya kocha mpya Pedro Gonçalves kutokea nchi ya Ureno. Kumbuka pia alikuwa kocha wa timu ya Angola Paragras Negros. Lakini bila kusahau utakwenda kuangazia pia Azam Football Club chini ya Furaha Ikwenge Ibenge wakilazimishwa sare ya bao 1-1. Mchezo mwingine tena mtamu mzuri ukiweza kuchezwa katika uwanja wa Majaliwa Stadium pale Ruangwa mkoani Lindi. Lakini ukiachana na hayo, Simba Sports Club wakitoka nyuma kwa bao 1-0. What a classic match nyingine tena ambayo ilifanyika weekend hii dhidi ya JKT Tanzania, ushindi wa mabao 2-1 mbele ya JKT Tanzania. Ukiachana na hayo utakwenda kuangazia pia Singida Black Stars akivutwa shati na mwenyewe pia akisimamishwa dhidi ya Pamba Jiji wana Football Club. Waite wanakawe kamo wana TP Lindanda, mabingwa wa kombe la muungano mwaka 1990. Alikuwa ni kijana wao ambaye msimu uliopita alikuwa anacheza, Kevin Nation, akiweza kuizamisha na kwenda kuwa sare bao 1-1. Tukwenda kuangazia mengi sana, hususan ligi mabingwa kwa wanawake, michezo kizidi kushika kasi nchini Misri ama Masri, ambapo kikosi cha JKT Queens jana ilikuwa kipo dimbani katika mji wa Ismailia, uite the proud of Suez Canal. Na jana miongoni mwa kitu chema zaidi ni Najat Abbas Idrisa kwa mkwaju wa pena. Tutakuja kuangazia hapo baadaye. Barani Afrika kuna mengi sana ambayo tutaweza kuyagusa, lakini nje ya bara Afrika katika the pitch tutaweza kuangazia kuhusiana na FC Barcelona akichomoza na ushindi hapo jana, Robert Lewandowski akipiga hat-trick. Tutakwenda kuangazia Real Madrid Rossi Blanco akivutwa shati na yeye suluhu, wakati katika ligi ya Italia Serie A Internazionale Milan Nerazzurri wakitakata kichapo kingine kwa Napoli, wazee wa Naples chini ya Antonio Conte dhidi ya Bologna, kichapo cha bao 2-0. Wakati hayo yakiwepo hapo, upande mwingine AC Milan akiwa anaongoza kwa bao 2-0, lakini alikwenda kulazimishwa sare ya bao 2-2. Tutakwenda kuangazia hali ya mambo, lakini timu ambayo naipenda nyingine nchini Italia inaitwa Pisa chini ya Alberto Gilardino, nyota wa zamani wa AC Milan, wakipata ushindi wao wa kwanza katika michezo 10 waliocheza ndani ya Serie A ndani ya msimu huu, wakiwafunga kikosi cha Cremonese. Tutakuja kuangazia hapo baadaye. Ligi kuu ya Ujerumani tutaigusa, Saudi Pro League na kwingine kote. Mimi ninayokaribisha naitwa Saidi Salivo Msumo. Unaweza kuniita Kaka Saidi ama Kaka Saidi wa Ismailia. Sitakuwa peke yangu kwa sababu uchambuzi wa leo unaongozwa na Andrew Kinga Mkono. Utafiti, stories za zamani, stories za sasa, uchambuzi wa kina utaweza kupata kutokea hapa. Lakini Viwanjani haiwezi kwenda bila uwepo wa Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Ni mkubwa sana humu ndani kwa ajili ya kutujuzia vitu vingi sana. Najua ulitumisi na sasa ni wakati wa kupatia uchambuzi wa kina kabisa. Jambo la kwanza tusalimiane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Good morning. Good morning. Tamam. I think you work good. Because first of all, we thank TFF and Singida Black Stars. And I think we will have a good camp and a good performance. And Tanzanians, they sing together. It's good. Salam alaikum. Tamam. Mashallah. It is a process. It is a process. Nafikiri kwa jambo jema. Tabariza tumekuwa hapa, lakini kwa jambo jema. Lakini kwa mandhari ya kwamba wote tupo pamoja wakati wa Ruangwa, tuwa na furaha. Mpira. Wacha boli tembee. Sio nyoka. Sio kama hana mikono, sio nyoka. Wana mikono kama binadamu. Lakini kwa mandhari ya kwamba football tupo, tumefurahi tumefurahi na watu wote wanaona wote.
Kesho naambia vijana wangu tucheze mpira. Mwingine yale mazuri tutachukua. Mabaya tutachukua. Tena kufanya kazi. Mpira Babu kabisa. Jambo la kwanza tutafune mahindi kisha tupige mruzi. Huwezi kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Basi tuanze na soka letu. Inshallah. Asante. Tuanze na soka letu kwa sasa. Tuanze na soka letu, tuanze kuangazia mabingwa tetezi wa ligi kuu ya NBC. Kikosi cha Young Africans hapo jana kilichomoza na ushindi wa mabao 4-1 mbele ya Kinondoni Municipal Council KMC Football Club katika mchezo wa ligi kuu ya NBC uliochezwa katika uwanja wa KMC Mwenge jijini Dar es Salaam. Mabao ya Young Africans yalifungwa na nyota Maxim Pia Zengeli akifunga bao la kwanza ndani ya kikosi cha Young Africans kabla ya kikosi cha KMC kusawazisha kupitia kwa Darwish Sariboko. Hatimaye Young Africans wakapata bao la pili kupitia kwa Pacome Zouzoua pamoja na mabao mawili yakifungwa na Ant Boyel ambaye alifunga kwa mkwaju wa penalty na bao lingine kwa kawaida na kuhitimisha karamu ya mabao 4-1 kwa vijana wa Young Africans. Kwa ushindi huo wa Young Africans umewapeleka ukileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC na kuwashusha watani zao Simba Sports Club ambao wana alama 9 katika michezo mitatu waliocheza, wakati Young Africans wao wamefikisha alama 10 katika michezo 4 waliocheza mpaka sasa. Tuanze kuangazia kuhusiana na kiwango cha Young Africans chini ya Pedro Congragrish. Young Africans imebadilika kwa kiasi gani ukilinganisha na Yanga iliyokuwa chini ya Romain Folz? Kwa jicho lako tu Rashid. Au haijabadilika? Yanga wana struggle. Yes. Wana struggle kwa sababu toka msimu huu toka umeanza Romain Folz pamoja na Congragrish nafikiri bado wanaendelea kustruggle kuitafuta Yanga bora, Yanga yenye mvuto, Yanga ambayo ikicheza mashabiki wanapata burudani na ladha. Kinachotokea sasa hivi ni kuona Young Africans inapata matokeo ya alama 3. Lakini bado huoni kuna kitu kikubwa sana bado wanacho. Ila tu bado tunaendelea kupata mashaka idadi kubwa ya watu ambao wameingia msimu huu. Unaona kama bado wanaendelea kustruggle kwenye timu ile ile ya mwaka jana. Na taratibu siku zinavozidi kusogea ndivyo ambavyo unaendelea kuona idadi ya wageni ambao wameongezeka wanaendelea kukaa nje. Kwa hiyo unaona kuna namna Yanga bado inaendelea kustruggle mbali na kwamba wanapata matokeo. Hofu yangu kubwa ni sio ushindani wa ndani ya ligi. Mimi kwa jicho langu la kikulungwa nikiwatazama Young Africans msimu huu au kwenye hizi mechi ambazo washacheza mpaka sasa. Kuna kitu kama kimepotea hivi ndani ya kikosi cha Young Africans. Kitu gani? Inaonekana timu imechoka sana. Yani kwa tafsiri ya kitaalam unaweza kusema fitness level za wachezaji kama ziko down sana. Kwa hiyo ukiangalia mechi kama ya jana, wachezaji wa Young Africans kila mmoja alikuwa anataka kupewa mpira. Sio autafute aanze kuingia kwenye set flow. Kila mtu anataka apokee mali. Kwa hiyo unaona kama miili ya wachezaji kama ina knock, kama imekataa, kama inasikia maumivu. Sasa sijajua, lakini bado thilizishwi sana na Young Africans namna ambavyo wanacheza. Mbali kwamba sitaki kufanya comparison ya mwaka jana ilikuwaje, lakini nachotazama Young Africans kwenye ratiba yake ya kuelekea Champions League inanitia mashaka.
Sawa, tuanze inamtia mashaka. Tuanze kuangazia magoli jinsi ambavyo ya Young Africans. Manake hoja inakuja, kuna mashaka lakini timu inatengeneza nafasi na inafunga magoli. Wanatengenezaje nafasi? Tuanze kuangazia bao la kwanza jinsi ambavyo lilivyotengenezwa. Andrew Kinga mkono, ilikuwa ni gusa achia twende kwao, hatimaye kitu kwenye nyavu. Hiyo hapo. Kwanza namsifu Max. Sababu yeye ndo alianzisha ile move. Akapiga mpira kwa Pacome, afu baada akaonyesha kwamba mimi nataka kuingia kwenye nafasi. Na Pacome naye jicho lake zuri akapitisha. Mabeki wa KMC hawakuwa makini kwa sababu yule alipaswa kukimbia na mtu. Kuna mtu alizani kwamba atakuwa amezidi, akawa anaondoka, akamwacha, akatuliza mpira akafunga. Kwa hiyo ni goli ambalo limetengenezwa kiufundi kwa mazoezi, kwa sababu zile watu wamezoeana. Nao watu waliopigana hizo pasi ni watu ambao wapo kwa zaidi ya misimu miwili kwenye timu pamoja. Kwa hiyo watu wamezoeana, wanajuana hizo movement zao. Kwa hiyo iliwasaidia Yanga. Kwa hiyo kiujumla ukiwaangalia hata goli la Pacome, unaona kuna uwezo kidogo binafsi ulitokea ambao ulitoa goli. Ukiangalia goli ya Boel ni makosa ya kiuchezaji wa KMC ndio aliwapa Yanga magoli mengi kwenye huu mchezo. Lakini kama KMC wangekuwa makini kwenye safu yao ya ulinzi, nadhani Yanga walikuwa hawana nafasi ya kufunga magoli kama haya waliofungwa jana KMC. Kwa hiyo Yanga wao kama inavyoonekana kwamba kocha anajua amekuja, kocha Pedro amekuja na hajapata muda mzuri wa kukaa na wachezaji, kwa sababu hapa katikati pia ilitokea changamoto ambazo zilifanya kila kitu kikaa kimesimama. Kwa hiyo hakupata muda wa mazoezi vizuri. Kwa hiyo nadhani bado na yeye anatengeneza timu yake. Ndio kile tulikuwa tunazungumza wakati ule wa Frozen kwamba watu wampe muda kocha, anatakiwa kutengeneza timu. Tusitaki kuona matokeo yanapatikana ni jambo zuri, kwa sababu timu cha kwanza timu ishinde. Lakini mpira wa kuvutia ni swala la muda, unatengenezwa. Auji tu mara moja. Tumeona Singida Black Stars wakati inaanza kwenye kombe la Kagame haikuwa inacheza vizuri kabisa, lakini kunapata matokeo. Sasa hizi Singida Black Stars chini ya Gamondi imeanza kujipata. Kwa hiyo hata Yanga wanahitaji kupata muda na kocha, wampe muda atengeneze timu, kwa sababu kuna wachezaji wengine walikuwa wacheze kwenye mechi zilizopita, leo hii wameanza. Umeona kuna wachezaji wengine walikuwa viwango vyao viko juu, lakini sasa hivi vimeshuka. Kuna mengi ambayo yamezunguka kwenye timu ya Yanga kwa sasa, na kikubwa wanaangalia safari yao ya mbele. Kwa hiyo ratiba imekuwa ngumu kwao na wana wajibu wa kuonyesha kwanza cha msingi siku yote timu kubwa inachotaka ni kupata ushindi. Sawa. Kama ukipata ushindi inakujengea base kwamba sasa unatengeneza kujiamini. Hata Andre Boyel alipopewa penalty kupiga imemsaidia kujiamini, na hata goli la pili ikaja kirahisi. Nadhani hata mechi ijayo unaweza kukuta anafunga, kwa sababu ule uwezo wake wa kufunga unaanza kurudi na kujiamini kwamba okay, na kipaji naweza kufunga, naweza kutumia vizuri nafasi zangu ninazozipata. Kwa hiyo hii itawasaidia Yanga katika kujitengeneza kuelekea katika msimu wao mkubwa mgumu ambao uko mbele yao. Rashid, tuangalie kidogo bao ambao waliconcede Young Africans la Djigui Diarra katika michezo mitatu ile ya mwanzo dhidi ya Pamba, alicheza dhidi ya Mtibwa, Young Africans dhidi ya Mbeya City walikuwa hawaja concede bao, kuruhusu katika bao lao kuweza kufunga kwenye lango lao, lakini mwisho wa siku hii hapa ilikwenda kuzalisha kwenda kuwa ni bao. Mohamed Rashid Chambo anajulikana kutokea Dodoma Jiji, amecheza Coastal Union, ni mzuri sana, mtu wa kupiga mbali. Alipiga shuti ambalo kwangu niliona Djigui hakupaswa kuitemea kwa ndani zaidi ya kuipeleka kwa pembeni. Ulimzidi ule mpira Djigui Diarra. Unajua kupiga ni timing. Ngoja kuonyesha kitu hapa. Kwenye build up ya hili goli. Wakati inaanza umeona Chambo alichokifanya. Djigui Diarra ilikuwa hakuna namna nyingine zaidi ya kufanya alichokifanya. Mimi sijakataa. Nazungumzia kwamba kupeleka pembeni. Ndio alikuwa hakuna namna nyingine. Kwa sababu ni mpira ambao kaenda kuokoa tayari yeye akishatumia mguu wa kulia kufanya movement. At least wakati akaenda kuokoa mguu wa kulia ungekuwa kwenye stable ya kukupa mwili balance, angeweza kupiga chini afu angeokota. Lakini ilikuwa ngumu kwa sababu tayari mguu umempa nafasi ya kufanyaje, ya kwenda kulala. Sasa na kwa sababu ilikuwa kuna distance. Unajua ngoja nikuonyeshe hapo. Wakati build up ya hili goli inaanza, Young Africans walikuwa watu 4. Katikati alikuwa mtu mmoja. KMC walikuwa watu 3. Hii hapo. Umeona hapo. Angesimamia umeona hapo, ulisha kidogo mtozi hapo ingependeza kuonyesha kitu. Hapo. Umeona hapo? Young Africans pila hapo katikati, wale watu 3 wanaenda kumfanyia pressing yule kiungo wa Young Africans. Option pekee ya ule mpira
ilikuwa sio kwenda sehemu nyingine yoyote, ilikuwa ni kurudisha kwenye eneo ambalo ni salama zaidi kwao, lakini pengine kutaka kuamini kwamba ana uwezo wa kufanya zaidi, akawa amechukua, akataka kumuokota yule, lakini bado kwa sababu KMC jana walikuwa wanacheza na mabeki watatu, alafu wana watu watano kwenye tumbo la uwanja, alafu wana watu wawili kwenye eneo la striking force, ambao hawa watu wawili mara zote ulikuwa unamuona Saliboko ndo kama anaapia eneo lile, lakini na yeye alikuwa anarudi kuongeza idadi ya watu wengi kwenye eneo la tumbo wa uwanja. Kwa hiyo Young Africans wakati wanajaribu, wakati wanaondoka kuja kufanya build up, kuna kipindi Young Africans walimiliki mpira kwa muda mrefu, wakawa wanacheza kama wanacheza nusu uwanja, lakini kwenye ile namna, kwenye ile shape walikuwa hapo KMC, hata goli la kwanza ambayo amefunga Zingeli, kwangu mimi ule ni uzembe, unaweza kusema ni lack of quality ya wachezaji wa KMC, kwa sababu walikuwa wengi sana, alafu imepigwa penetration pass kwenye eneo ambalo mtu ameanzisha 1-2, na nyinyi moja kati ya strengths ambayo ya kuweka watu wengi eneo la katikati, manake zile through balls zisipite, si ndio? Manake wale watu watatu ambao wanatengeneza umbo la triangle ile, si ndio, kutengeneza ile defense, manake hapa ndani yake itakiwa uwepo kiungo mmoja, sio? Sasa hapa walifanikiwa kwenye namna ambavyo walienda kuwin mpira Young Africans eneo la katikati, si ndio? Lakini safari ikawa imeenda kukoma pale. Ilivyoenda kukoma pale kwenye namna nzuri, wanasema hoja yangu ndo hapo Sarashidi, ya Diarra hapo kukaa, shuti lilivyopigwa na Mohamed Chambo, reaction ya kwake yeye. Labda niongee kitu hapo. Unajua wakati mpira unapigwa, ule mpira haukwenda moja kwa moja. Ule mpira ulienda kama unataka hivyo ukakata ukarudi hivi. Umeona mpira umekata ule mpira umekata. Kwa hiyo Diarra akapoteza timing. Kwamba kwa sababu ule mpira yeye alikuwa anajua utakuja huku, mpira ukakatika na upepo. Kwa hiyo ilibidi huko alipokuwa lazima acheze vile alivyocheza. Kwanza kipa kuzuia mpira usije golini. Utaenda wapi? Kuna watu ambao wanabidi waje wasaidie kupokea mpira, ambao ni mabeki. Umeona? Kwa hiyo na mabeki walikuwa mbali. Unaona? Nani Saliboko akaingia wa kwanza, akaipiga, akaiunganisha. Kwa hiyo kwa goli ile Diarra kwa option ya kwanza kazuia ule mpira usiende golini. Reaction ya mabeki kucheza na watu, kwa sababu pale mnapokaa vile lazima mjipange, kila mtu na mtu wake. Afu angalia, unaona mfungaji. Mwangalie kwanza mfungaji, umeona mfungaji? Chambo. Mfungaji Saliboko, umeona alipokaa? Unaona Saliboko anapotazama. Alafu unaona wale mabeki wa Yanga wanachokitazama, wanaangalia mpira baada ya kuangalia watu. Kwa maana kwenye ile rebounds, yani ile rebounds, yani obvious kwa kile alichokuwa anakifanya Saliboko, ndio alikuwa yuko sahihi. Alikuwa yuko sahihi 100%. Na ndio maana alinufaika kwa haraka kucheza ile rebounds. Mimi sizungumza kunufaika. Sasa tunazungumza reaction ya Diarra ilikuwa sahihi, kwa sababu ule mpira umekata. Asingeweza kuumeza mkononi. Ule mpira umeenda umekatika. Na ndio maana alikuwa kama amesogea kidogo, akabidi arudi huku kuja kucheza wa kwanza. Na mimi Kingampono sitasema kwamba umeze. Mimi hoja yangu ilikuwa ni pembeni. Kwamba uweze kucheza zaidi ya vile unavyocheza. Yaani vile yaani uweze kutema au upeleke pembeni. Yaani wewe Msumu unachotaka ni kwamba angeupeleka upande huu. Yes. Usingeweza kwenda. Sasa ili ngoja nikwambie. Ili huo mpira uende katika usawa huu wa kona, kipa lazima stretch. Unaelewa? Yaani haiwezekani kwenye kwenda kuokoa mpira kwa 60%. Mpira ambao unaingia kwenye viganja vyote viwili, ukauokoa ukaja hapa. Angejifunga. Yaani angesema uachie. Mpira ambao unautoa kwenda upande huu ni lazima stretch kidogo. Hamjaniona enzi zangu. Labda kipa Manga story. Sawa, tuangalie bao la pili kwa Young Africans, jinsi ambavyo lilikuwa limetengenezwa na jinsi ambavyo waliweza kufunga. Mwendo ni ule ule. Counter press, mimi naita kwamba ni faster zaidi kupokea mipira kama ilivyokuwa bao la kwanza. Kingamkono. Ndio maana nisema kwamba yani KMC kwenye kujilinda walikuwa na mapungufu makubwa sana, hasa walipokuwa wakiondoka wakija kushambuliwa. Idadi yao ya namba ilikuwa inasaidia kwenye kumaki mpira. Wao walikuwa wanazidiwa kwenye kutazama mpira, kwa sababu wao Yanga walipokuwa wakija wanafanya vile wanavyotaka wao kwenye box yao. Pamoja na kuwa na watu wengi nyuma, bado waliruhusu mipira ya Yanga iendelee kupita. Na hiyo inatokana na wakati mwingine uwezo binafsi, na wengine ni
kukosa uzoefu kwa wachezaji, unakuwa unashangaa tukio linapokuja, kwa sababu mnapokuwa mnashambulia moja, mnaondoka mlango mmefunga. Kama milango hamjafunga, matokeo yake mkija mnapigwa tukio kama hili. Umeona pale idadi ya wachezaji wa Yanga, wachezaji wa Yanga walikuwa wangapi? Walikuwa 3 kwenye boksi lao. Unaona KMC, umeona huyu alipokwenda, umeona wale wenyewe wamesisa kila mmoja na Kevin anataka kugusa ule mpira, akasema nikigusa mimi labda nitampoteza yule beki na nani yule Tondi na Lanso. Kwa hiyo alipoona mimi nitaugusa nani, nitampoteza beki mwenzangu, kumbe ndo ametengeneza nafasi. Kuliko bora yeye angeugusa mpira ungeenda huko ulipokuwa naenda, labda ungetoka kona, ungekuwa nini. Kwa hiyo yale ni maamuzi ambayo wakati mwingine unafanya kidogo unaadhibiwa, kwa sababu unakutana na watu ambao wako bora, wako vizuri. Kwa hiyo Yanga walitumia mapungufu hayo machache ya KMC ya kiulinzi ambayo yalikuwa yanafanywa kupata magoli yao. Story inaweza kuwa ni Andy Bobo Boyel. Mabao mawili. Mara nyingi tunajua kwamba mshambuliaji ukifunga mabao ndio ambayo ile momentum inakuwa inakupa, ili kuna ile confidence ambayo unapata. Okay, inawezekana pia hata kwa mwalimu pia naye Pedro akasema kwamba okay, kafunga mabao mawili, let's give a chance kwake pia. Yeah, of course, na ni kitu ambacho alikihitaji kupata goli ili iweze kumpa confidence. Yalikuwa ni mabadiliko kutoka kwa Prince Dube ambaye alikosa chances kadhaa kwenye first half. Alipoingia yeye, huu mpira wa penalty, kwanza mpira alienda kuchukua Pacome Zouzoua. Unaelewa? Kwenda kupiga ile penalty. Akachukua mali, na nafikiri hakuna mtu yote angeweza kuhoji namna ambavyo amechukua mpira Pacome Zouzoua. Lakini Andy Boyel alikuwa upande huu, akaenda kumnyang'anya ule mpira Pacome Zouzoua. Akamwambia bwana kaka, nipe mali. Pacome akamwachia, na lengo la kumwachia ilikuwa ni kuamini kwamba huyu ni miongoni mwa watu ambao inabidi watafute confidence ya kufunga. Kwa maana yake akifunga kuna kitu kitaongezeka. Na ilikuwa ni moja kati ya option nzuri na ngumu kidogo. Kwa sababu mimi nakwambia light kama Andy Boyel ile penalty angepiga, bahati mbaya angekosa, nafikiri leo wimbo ambao angeimbiwa yule Boyel na mashabiki wa Young Africans ingewezekana, kama alikuwa na hali mbaya ingekuwa na hali mbaya zaidi. Lakini mwisho siku Young Africans tumeona jinsi ambavyo wamemcomfort Dube. Sasa hamwezi kumcomfort watu wawili kwa wakati mmoja. Ni ngumu. Unajua huruma huwa inatokea kwa mtu huyu. Unawazungumzia wananchi. Unaweza kusema sisi tunaimba naye wachezaji na kwetu. Ngoja nikwambie. Yaani kwa nini huyu asiimbwe, huyu ananilie? Nikwambie Saidi, nikwambie kitu. Hapo hapo unazungumzia hao wananchi. Goli la jana la Yanga, goli la KMC, Nondo Bakari amefanya kosa gani? Bakari Nondo alifanya kosa gani kwenye ile goli la kwanza la KMC? Mbona kila mtu anamlaumu yeye? Lawama zipo kiki. Lakini nasema yeye alifanya kosa gani la moja kwa moja? Ile kumgusa wewe mtu akumgusa yeye? Mpira wa mwisho huku beki akwa yeye, wa mwisho alimkaba Saliboko. Kwa yeye hakuna sehemu yoyote ambayo ulikuwa unamuona moja kwa moja amehusika, lakini watu yani ana damu yeye, wanasema damu ya kunguni Waswahili. Yani wanakuwa wewe sio sehemu yao, wanakuona kama tatizo. Yani jana nilikuwa mjadala mkubwa sana kwenye mitandao kwenye nini. Sasa mbona ile goli ni la kawaida, alafu huyu Bakari hajahusika kwenye jambo lolote kwenye ile goli, lakini mbona lawama anapewa? Ndio hicho anachosema Saidi Rashid kwamba inawezekana huyu asipate hiyo favor alopata Dube. Kila mtu ana damu yake. Wengine watu wanamuonea huruma, wewe unaweza kuonea huruma. Mimi naamini kwamba wote wanaimba nao sawa. Nao wote. Isiwe kwa nguvu. Unajua Prince Dube sometime na yeye ile muonekano wake unamfanya ukimtazama mara mbili kama unamuonea huruma hivi. Mbona kama hata na jinsi alipokuja Yanga kwa unajikuta Azam na yenyewe inabidi mumsupport. Unaelewa? Inabidi mumsupport ili pate nguvu ya kupambana. Lakini kwenye kile ambacho jana akafanya Andy Boyel, anastahili. Nafikiri ndio anaanza kuonyesha kwamba magoli mawili mechi moja ni mwanzo mzuri kwake. Na unahitaji zaidi kuona unapata nafasi ya kuscore. Sawa, Rashid, na mimi tuko kwenye meza hii. Nimesahau kidogo kama Kikamkona alikuwepo au hakuwepo.
nakumbuka kwamba kuna mjadala mpana kuhusiana na Maximo ndani ya kikosi cha Kinondoni Municipal Council. Ulitoa sana mapanga Rashid. Takwimu za Maximo ndani ya kikosi cha KMC katika michezo 6 ambayo ameweza kucheza, ameshinda mchezo mmoja tu kati ya hiyo michezo 6 ambayo ameweza kuiongoza kikosi cha KMC. Hapa baadaye tutakuja kuangazia kuhusiana na takwimu jinsi ambavyo zimekaa, lakini alipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Dodoma Jiji, lakini alikubali kichapo nyumbani cha bao 1-0 dhidi ya Singida Black Stars. Alikwenda kukubali kichapo cha bao 1-0 dhidi ya Tanzania Prisons. Alikubali kichapo cha bao 3-0 dhidi ya Mbeya City akiwa nyumbani. Amekubali kichapo ugenini cha bao 1-0 dhidi ya kikosi cha Fountain Gate, na kisha jana amekubali kichapo cha bao 4-1 dhidi ya Young Africans. Ukiangalia hapo amepoteza michezo 2 akiwa nyumbani, wakati michezo ya ugenini amepoteza pia michezo 3. Kwa hiyo 2 amepoteza nyumbani, 1 kashinda, 3 ugenini amepoteza. Tunamhukumu Maximo kwa jina lake au kwa timu alokuwepo? Ni kama unatafuta mwani. Kwanza mimi hapa kwanza, hii ni rekodi ambayo haikuwahi kupatikana KMC toka wamepanda ligi kuu. Hii ndio rekodi mbaya zaidi kuwahi kuipata KMC toka wamepanda ligi kuu. 2, mimi toka siku ya kwanza wanamtambulisha Maximo KMC, sikuamini kabisa kama ni mwalimu sahihi. Ndio maana confess hapa. Yaani sikuamini kabisa. Ndio maana nimesema kama alikuwa ni mwalimu sahihi. Nimekukumbushia bwana, nakumbuka. Yaani sikuamini katika hilo. Na nyakati ngumu ambazo wameenda kumpa kazini KMC ya msimu huu, namna ambavyo nafikiri uongozi wa KMC waliamua kuijenga KMC, walijenga kwa vijana wengi sana. Nafikiri walianza kwa Kali, baada ya Kali pale ndo kama kaanza kujenga vijana wengi sana. Sasa kwa falsafa ya navyofahamu mimi kwa Maximo na ligi tulipofikia, ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuona Maximo angeweza kupenetrate hapo, kwa sababu inahitaji namna ya kuwajenga hawa vijana, na lazima kuwe kuna selection nzuri kwenye quality yao, alafu uangalie mahitaji ya timu wanataka nini. Sasa Maximo ni old school coach ambaye mpira wa sasa hivi umehama kutoka kwenye matumizi ya vipaji binafsi kwenda kwenye maelekezo kutoka kwa mwalimu kwenda kwa wachezaji. Walimu sasa hivi, wachezaji wengi sasa hivi uwanjani, sio Afrika, dunia nzima, wachezaji wengi sasa hivi wana apply maelekezo kutoka kwa mwalimu, tofauti na kipindi ambapo Maximo anafundisha. Una kina Kaniki Golota, una Saidi Maulidi, una Niza Alfani, una Meki Maxime upande wa kushoto, Jelson Tegete, unaelewa? Yani una watu ambao yani sio tu kwamba yani wewe unawapa maelekezo ya ziada, ila yani quality zao na unyumbulifu wao ndio unafanya kukupa matokeo. Sasa hivi walimu wengi wakikaa kwenye bench, Shabani Nditi, kina Shabani Nditi, sasa vitu kifaa kwambia Mtibwa tuna watu Rashid yuko pale, Shaban Musa Nditi baba wa timu, Geoffrey Boni, mnaelewa, kwenye midfield pale, unaelewa. Sasa hivi ukiangalia mpira ulivyokuwa na teknolojia yake, na ndio maana nilikuwa nakataa Maximo hawezi kufiti kwa mahitaji ya KMC sasa hivi. Nimkataa toka mwanzo kwa sababu Maximo bado anaamini kwenye quality ya mchezaji ili akupe timu yake. Anapata matokeo mabaya, mfano timu yake uwanjani unaionaje? Timu mbaya, haichezi vizuri, inacheza vibaya.
Na ndio maana umeona magoli 4 yamefungwa wale jana. Walianza na mabeki watatu, watu watano katikati, watu wawili mbele. Alafu baadaye anabadilika, anabaki mtu mmoja mbele. Huyu mtu watu wawili anaongezeka mmoja katikati. Wanakuwa watu 6 kwenye eneo la midfield. Goli la kwanza imepigwa penetration pass ndani ya watu 8. Maxi anatana na uclaw mpira, alafu ana feint na score. Rashid hapo unamlaumu kocha tena. Umeelewa? Unamlaumu kocha. Sasa unajua kwa nini nataka nivyoanisha hivi. Angalia bao la kwanza, bao la pili au bao la 4. Bao la 4 ni uzembe wa uchezaji. Yeye kama anakuja kumlaumu kocha. Sasa unajua katika namna ya narudi pale ninachokuambia. Sasa hivi walimu wengi ukihama hata kwenye kufanya movement, mwalimu anakupigia kelele. Sijakwambia uende huko. Nimekuambia kaa hapa. Si unanielewa? Sasa kwa kile ambacho Babu Maximo kwenye kile ambacho anakifanya na KMC, mimi bado nitaendelea kusimama kama ambapo watu wote wanasimama. Timu ikifanya vibaya si hukumu mchezaji, nitaendelea kuhukumu kocha kwa sababu yeye ndo anatoa maelekezo vijana wachezeje. Yeye ndo anaamini nani ana uwezo wa kucheza wapi na kwa nini. Sio, unanielewa? Sasa ikatokea timu inafanya makosa, uwezo kutuambia magoli yote 4 yanafungwa kwenye nafasi, kwenye jambo ambalo linafanana, uje utuambie hawa watoto walikuwa wanacheza wanavyotaka wao. Manake hiki ndicho ambacho mwalimu alitaka wa display na wame display, ambapo sisi ambao tunautazama mpira tumeona makosa mengi yamefanyika kwenye namna ambavyo walikuwa wana display kwenye kunyang'anya mpira, sio? Sawa. Hayo wakati ikiwa ni matokeo ya KMC, tujikumbushe kidogo matokeo ya Young Africans ambao wameyapata katika ligi kuu ya NBC mpaka sasa. Kumbuka ni michezo 4 ambayo wameweza kucheza kikosi cha Young Africans, na matokeo yao, kumbuka Young Africans yalianza kucheza ligi kuu dhidi ya Pamba Jiji Football Club, wanakawe kamo, wakapata ushindi wa bao 3-0, kisha wakaenda suluhu dhidi ya Mbeya City, wanakumba kumwanya, wakapata ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Mtibwa Sugar, wana Tamtam ambao ni mabingwa wa ligi kuu msimu wa mwaka 99 na mwaka 2000 chini ya kocha John Simkoko, brother John, pamoja na Ahmed Mumba. Hapo Kifaru anakuwa anatamba yeye mara 2 mfululizo. Lakini pia hapo jana wakapata ushindi wa bao 4-1 dhidi ya KMC. Na Mtibwa alikuwa na hela nyingi sana. Akamwambia Msumi, ile Mtibwa sidhani kama itakuja kutokea tena. Ilikuwa ina watu kweli kweli. Lakini vijana wanazidi kwenda. Sasa baadaye akaambia, lakini baadaye sasa tuna Shaban Musa Nditi, Musa na mpaka Chibwabwa. Kifaru mtu bingwa. Sawa, tutoke hapo kwa mchezo kati ya Young Africans dhidi ya KMC. Shughuli nyingine baada ya kumalizika Kinondoni ikaelekea Ruangwa, ambapo kikosi cha Namungo Football Club wenyewe walikuwa wanawakaribisha Azam Football Club, ambapo bao la mapema kabisa la Idi Suleiman Nado likawapa uongozi kikosi cha Azam Football Club, na kisha baadaye Fabrice Ngoi Wangoi kuisawazishia kikosi cha Namungo Football Club. Angalia bao hili hapa jinsi ambavyo lilivyotengenezwa. Nilipenda jinsi ambavyo Idi Suleiman Nado aliweza kufunga hili bao. Fantastic. Quality national team ile. Ile goli ile goli la Ngoi Wangoi. Kwangu ilikuwa magoli ya maana sana. Yaani ile goli la ukomavu. Sababu namna ambavyo aliua mali ile Idinado, akapiga ile shuti, akapiga ule mwichi, bado ulikuwa unamuona kwa nafasi ya kuteseka sana. Nimemwona Musa Malik, golikipa wa Namungo, alikopo Ken Gold. Alikuwa yeye pamoja na yule Custom Mwagama. Wote wako wakicheza huyu, na jana niliona jinsi alivyofanya, kuna saves alizifanya 2. Huyu ndo alimaliza ligi. Mwagama alicheza mzunguko wa kwanza, huyu akamaliza ligi. Lakini of course jana alifanya kinachopaswa kufanyika. Timiza wajibu wake uwanjani. Yes, hilo jambo la kwanza. Nado alifanya kilicho bora sana. Ulikuwa ni mpira ambao ni kama wanasema attempt to shoot. Si ndio? Chochote kinaweza kutokea. Kwa sababu umeona idadi ya watu wale ambao walikuwa wanaenda kutaka kwenda kublock ule mpira. Kwa maana zile ni tabia za mchezaji. Mchezaji mwingine, watu kama wale wakikuface pale huwezi kushoot. Utataka kurudisha mpira eneo ambalo
lina usalama zaidi. Upeleke eneo ambalo labda upigie mpira ulivyotoka, labda mrudishie Fei tena aweze kuangalia. Lakini kwa sababu Nado siku hizi ameanza kujifunza tabia za kuattempt. Nakumbuka hata mwanzo walipokuwa na national team kule Karatu funga goli mwalimu akaenda akasema alikuwa ni Gunda nafikiri. Akaambia nimemwambia awe anajaribu kuwa ana shoot. Kwa hiyo ni tabia ambayo imeanza kukomaa kwa Edi Nado. Sasa hivi unamwona Nado kila anapopata chance ya hatua moja mbili akiangalia na uwezo wa kushuti ana shoot. Sio? Kwa hiyo hivi tabia ndivyo ambavyo vimempelekea jana kuweza kupata hilo goli. Angalia boli litembee hii hapo jinsi ambavyo pasi iliyopigwa Albert Lukindo akaimalizia Fabrice Ngoi. Albert Lukindo anamkumbusha ile mbao ya moto alikuwepo naye ya kina Yusuf Likuma na Ndairagije. Fabrice Ngoi anazidi kufunga mabao. Nilikuwepo hapa akifunga bonge moja la bao dhidi ya Tanzania Prisons. Sasa kabla hilo goli angalia ile pasi. Angalia ile pasi iliyopigwa. Pasi ndefu iliyopigwa. Ile pasi ndo goli. Alikwenda kuua. Ile pasi ndio ilikuwa goli. Hii hapo ilianza alikuwa Kikoti mtakatifu yes alipiga ndefu. Ile pasi ndo goli sasa. Yaani ile pasi alikuwa amekusudiwa. Asingeitendea haki. Bado naamini angerudi angeomba samahani. Kwamba bana sorry sijakutendea kwa sababu ile pasi wakati inakuja wale Azam walikuwa katika shape ya kuzuia ile build up. Lakini ile pasi ilipigwa. Umeelewa? Yaani ililazimika kila mchezaji wa Azam kuitazama mpira unaangukia eneo gani. Mwangalie Mtakatifu Almeida akarudisha kwa Manyanya. Manyanya akirudisha tena hapo chini. Huyo nani Usenikazi. Sio goli. Ndio inaenda. Yaani ilianzia hapa. Ikapigwa ikarudishwa hapo tena. Kwa Manyanya anani eti Manyanya Hamis alifanyenye. Nyenye akamrudishia Usenikazi, kazi akampatia Mtakatifu Almeida amemwita akaichop kule kwa Albert Lukindo, Lukindo akaiweka. Albert Lukindo alimuita. Alimuonyesha mkono hivi. Yaani alimuonyesha mkono weka hapa juu na mpigaji naye akufanya baya akaweka vile vile. Na msifu mfungaji zaidi. Kwa sababu ule mpira ule mpira unajua ulikuwa kama uko nyuma, yeye alishachangulia mbele. Lakini akaweza kujikunja sana. Yaani unataka mtu ambaye yuko fiti, ukijikunja wewe na nyonga zako wewe unaweza kupata lawama. Sema yaani kujikunja bila magoli kwenye video. Yaani ametumia nani sana, yaani unamuona huyu ni mshambuliaji. Hii pasi alipiga Luka, huyu ndio Mtakatifu wa Kusini tunamjua. Muona sasa ule mpira nyuma migongo Yaani ule mpira ulikuwa ushaanza kumwacha lakini bado mtu akajikunja zaidi akaipiga ile anapotaka. Yaani ile goli linavutia kwa mara ya pili kwa Ngoi kwa sababu kumbuka hata mechi ambayo wafunga Tanzania Prisons. Yaani kwenye eneo gumu ambalo unasema huyu kuna kitu anaweza kufanya. Sio? Nikamhoji. Nikamwambia coach lile bao lilofungwa liko zuri sana, najua nimekumbusha wenzako. Muulize kwamba nilimwambia nini mapumziko. Atafunga. Mwambie. Coach alisema nitafunga nikae kwenye lango. Ndio hivyo. Lakini hili halijaisha. Tuna mechi zingine nyingi. Ndio kama hii. Lakini kafunga kweli. Mechi ambayo ilikuwa ina tension sana. Mkwaju wa penalty Tatu Marogo aliweka mkwaju wa penalty ambayo Hidit Makambo ilionekana kama amechezewa pamoja na Yoro Diaby. Mkwaju ambao alikwenda kupiga kiungo Lucas Mtakatifu Almeida. Hii hapo Rashid, naomba hii nikurudishie kwako Rashid. Hapa kinga mkono bila subiri kwanza. Ilikuwa ni mkwaju wa penalty? Haikupaswa kuwa penalty. Unaweza kumlaumu Tatu Marogo kutokana na aina ambavyo tukio lilivyokuwa linakwenda na Makambo kushawishi? Tatu siwezi kumlaumu. Kama nitampelekea lawama basi nitampelekea lawama line 1. Na ndio maana wachezaji kwa namuonyeshea. Line 1. Line 1 alikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuona kwamba hii haikupaswa kuwa penalty. Angalia reaction ya line 1. Walikuwa sawa na movement ya mpira. Kwa yeye alikuwa na nafasi nzuri zaidi. Lakini yote kwa yote bado kwenye hili tukio ulikuwa unalazimika
kuweza kuwa sehemu ya Tatu Malogo na kuamua kwamba ule ni mkwaju wa penalty, alihitaji zaidi teknolojia ya marudio ili aweze kujiridhisha. Lakini kimsingi ni kwamba Tatu alifanya maamuzi ya kuweka mkwaju wa penalty kutokana na makosa ya line 1 ya kuto kumsaidia. Kwa sababu unajua jukumu la kwanza la hawa line 1 na line 2, jukumu lao la kwanza ni kufanya justification ya offside au sio offside. Jukumu lao la pili, lakini Tatu alienda lakini aliitwa sasa kwenye tayari hapa kwa kuna mzozo mkubwa. Sasa sijajua sasa manake napo kwenye unajua mpaka unafika hapa. Unajua mpaka inafika hapo. Unajua ili iwe penalty inabidi yule line 1 azunguke. Na ndio maana na tayari alishazunguka manake alishakubali. Mtoza kiturudishia vizuri hili tukio. Ndio maana nikasema hivi likianza ili tukio la mwanzo mtoza kirudisha hapo kidogo. Yule line 1 angalieni muangalie line 1 anapokwenda. Iachie tu anapokwenda. Iachie yani iende tu. Hapo kuna video fulani itakuja yani Tatu kaeka kati. Utaiona reaction hii video iache tu iende tu. Usawa kabisa. Yani line 1 yeye ndio ibidi atoe action ya kwamba mkwaju wa penalty akimbie kule. Yeye alitulia pale. Na ndio maana wachezaji wa Azam wakawa wanamwambia muangalie line wako. Yes, hii hapa. Nilikuwa nasema mimi. Iangalie hapo pap. Limetoka tukio. Umeona alichokifanya? Iachie hapo Mtozi. Hajafanya chochote. Ngoja kwanza. Kwenye hii movement hapa. Alikuwa umeona pale. Tatu kapuliza pale. Kwa baba naye weka kwenye kisanduku pale. Yeye line 1 akawa anafanya marking. Kwenye ile video ambayo tumeiona kutoka kuiona. Yani anafanya marking. Manake kama line 1 angemkatalia. Pale akati anafanya marking angenyanyuka tu pale. Angenyosha kibendera. Angenyosha kinini? Angenyosha sasa hajanyosha. Ndio maana nikasemaje? Alichofanya kazunguka. Line 1 hakuja huku. Line 1 yeye alibaki kwenye mstari wake kwamba bado move iendelee. Sasa kwa sababu line 1 iendelea kati tukadondoka. Kudondoka. Kwa hiyo mwisho line 1 anasema kwamba ile sio penalty. Yeye kwake line 1 sio penalty. Mwanzoni. Hata mwishoni na maana mpaka watu waenda kujadiliana. Sasa yeye kwa kwenye eneo sahihi zaidi. Kwa sababu unaona Tatu ni baada ya Fei kumgasi sana. Wajua Fei kamgasi sana pale. Ikafika hatua nikajua kabisa hapa mwisho wa siku iwe penalty sio penalty. Fei atapewa kadi. Unaelewa? Kwa sababu alimdisturb kwa kiwango ambacho kilikuwa kikubaliki tena. Sio unaelewa? Lakini sasa ili kumsaidia Tatu line 1 pale Tatu alivyopuliza kwamba maana weka mpira kwenye kisanduku. Line 1 pale angeonyesha ishara kwamba hapana sio kweli. Wasingefika huku kwenye mazogo. Sawa. Lakini kwa sababu tayari yeye referee kashaamua kwamba weka mpira kwenye kisanduku kidogo. Alafu yeye sawa, hajazunguka, kasimama tu. Umeelewa? So unaashiria nini? Kwamba kubaliana wale sasa wale wachezaji wa Azam ndo wakawa wanamwambia, unamuona yule? Msikilize na yule kwa sababu yule ndio ambaye yupo kwenye eneo ambayo yeye ameona zaidi. Sasa Tatu alivyokwenda sijajua alimwambia nini. Kwa sababu Tatu alivyorudi ikaonekana tu kwenye ishara ya namna ambavyo inaonekana aliongea, aliambia weka pale. Sawa. So inawezekana labda alimkubalia, alimwambia sio penalty, lakini akaamua kusimama kwenye maamuzi yake. Anasimama kwenye maamuzi yake. Ule anakuwa mshauri wake. Mechi pia ilizaa kadi nyekundu 2. Hamisi Faki Mgunya pamoja na Fuentes. Mimi nilivyomwona uwanjani Hamisi Mgunya kikweli ni mchezaji ambaye ananivutia hususan jinsi anavyoongea. Yani akiwa kwenye media kuja kuongea very talented. Yani miongoni mwa watu ambao wanajua sana kuzungumza. Lakini pia muda mrefu haonekani, lakini kuna mechi za kikurungu ukimwona ana uzima fresh. It was a classic mechi nyingine ambayo kwangu mimi ilikuwa ni tamu kuweza kuiona na ubora wa ligi ambao unavyozidi kuongezeka. Hiyo ilikuwa ni mechi kati ya Namungo Football Club. Yani ndio hiyo tunasema zaidi kwamba mechi inakuwa kubwa
Namungo aliingia kwa ajili ya kupambana. Na ndio maana kipindi cha kwanza kilikuwa na ubabe sana. Ndio maana hata kadi zinakuja kutokea. Namungo alikuja walijua Azam ubora wao uko wapi. Kwa hiyo wakasema tunawazuia siku mapambano. Na ile gonga ya kipindi cha kwanza ilikuwa kubwa sana. Yaani ilikuwa watu kama vile wanataka kuuana pale uwanjani. Sawa. Kwa hiyo ndio matokeo yake yamefikia hapo. Ila Azam pia kuna kitu inabidi wafanye. Kipi? Mechi ya pili. Sio ya pili. Hata zile mechi za qualification kuelekea group stage. Azam wanavyocheza wakati wanakutafuta. Azam ikiwa natafuta goli na Azam iliyopata goli ni timu mbili tofauti sana. Ukiwaangalia kwenye utulivu kabisa wanavyotafuta goli la kwanza. Baada ya kupata goli wale waliopata goli ile kasi inapungua. Ni mechi mfululizo naziona. Sawa. Mechi dhidi ya JKT na hapo mtu tunaomba mechi dhidi ya JKU wale JKU KMKM. Yes. Mechi na KMKM. Na hii pia mechi ya jana. Yaani unaona baada ya kuscore timu kama ina slow down. Sasa of course bado nyakati zipo. Mwalimu anafikiri anatakiwa pia kulitazama hili kwenye namna kubwa kwa sababu unajua Azam baada ya kupata goli anavorudi chini kwenye watu ambao wako kwenye benchi la ufundi la timu pinzani, ukiwatazama vizuri unaona kama kuna eneo la kuongeza energy ya kwenda kutafuta goli zaidi. Na ndio maana Azam baada ya kupata goli, timu yoyote ambayo katika hizo ambayo nimekutajia, kuna namna Azam alikuwa naye kama anakuwa timu ya pili. Yaani anatafutwa kwa muda mrefu. Yaani yeye anafika mahala anaanza kufikiri hivi tulinde tulichokuwa nacho au tuendelee kupishana nao. Sasa nafikiri kuna namna Azam pia wanavyo display baada ya kupata goli wanatakiwa kuangalia upya namna ya ku-maintain energy waliokuwa nayo au kuongeza ili kudisplay ukubwa waliokuwa nao dhidi ya mpinzani. Sawa, tuangazie hapo kidogo takwimu za Azam katika michezo ambayo ameweza kucheza ndani ya ligi kuu ya NBC. Amepata ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Mbeya City, lakini amekwenda sare ya bao 1-1 dhidi ya JKT Tanzania ugenini, amekwenda sare ya bao 1-1 dhidi ya Namungo Football Club. Hii ni miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi huviimba. Azam kudondosha alama kwa baadhi ya timu ugenini. Changamoto. Kwa sababu kwa aina ya kikosi na hasa wale watu wanaopenda mpira na wenye matumaini makubwa na Azam wanataraji mechi kama hizi sio za kupoteza pointi. Wanaamini kwamba Azam wanapaswa kuchukua pointi kwa sababu huwezi kuchukua ubingwa kwa kumfunga Yanga au Simba peke yake. Lazima ukote pointi za namna hii. Na mechi kama ya jana ambao wao walianza kushinda, unaamini kwamba wataweza ku-maintain au kuongeza upambano washinde. Mechi dhidi ya JKT walianza kutangulia goli, unaamini kwamba wataweza kupata goli, lakini mwisho wa siku wapinzani wanarudi wanasazi. Ni maswali ambayo Ibenge inabidi aanze kukaa chini na timu yake atujibie kwamba kweli ni hivi tunavyotaka kwenda au ni tunataka ubize kwenye kombe la shirikisho peke yake. Sawa, tutoke hapo tuangazie taarifa nyingine, na hapo tuangazie mechi nyingine ambayo ilikuwa ni tamu na kubwa ambayo ilikuwa imefanyika Jumamosi. Mechi hii ilikuwa inawakutanisha JKT Tanzania ambao waliwakaribisha wekundu wa Msimbazi Simba katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel Mbweni jijini Dar es Salaam. Mechi ambayo ilijaa kiufundi zaidi, ikimalizika kwa ushindi wa bao 2-1 kwa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya kikosi cha JKT Tanzania. Mechi ambayo Rashid tulikuwepo hapa. Mimi nilipofika uwanjani jambo la kwanza, yani kama dakika 10 hivi, yani nilichokifanya ndugu zangu, nikaenda kuangalia vikosi kwanza. Baada kuangalia ile timu zinavyocheza, nimeingia pale namkuta Msai ametoka kufanya panel pale. Akaambia bwana, wewe mzee vipi bwana? Akaambia mimi naenda, mimi kama kaida yangu lazima nikae jukwani kwa wana. Akaambia bwana ni kukaa sije kanaletea na nilia bwana, kaonekana kama mimi kule ndo mimi jukwani ndo napenda kukaa. Basi ngana kukaa jukwani dakika 10. Nikasema hebu subiri,
nikaenda kuangalia vikosi vya timu zote mbili, nikaangalia mfumo wa JKT chini ya Ahmad Ally. Alianza na mfumo wa 3-4-3 mbele akimweka Najib, akamweka Paulo Peter pamoja na Dilunga. Hapa katikati hapa aliweka akina Cholomoyo hapa wacheze, alafu huku mabeki watatu nyuma. Nikaenda kuangalia hasa nikarudi pia kwa sababu naangalia timu, nikaangalia Simba wanavyokuwa wanacheza. Simba alicheza na mabeki watatu, ambapo Nabi Kamara akawa anacheza kama sento, Rushaini anasogea pembeni, Nangu anacheza kushoto, alafu Mligo anasogea juu, Kapombe juu. Kwa hiyo ni kama mfumo wa 3-5-2. Kwa hiyo 3-5-2 ikawa inacheza na 4 na inacheza na 3-4-3. 3-4-3 dhidi ya 3-5-2. Katikati ilikuwa patamu. Alikuwa patamu sana na mechi ikawa nzuri. Ikaonekana mechi ipo kwenye high intensity. JKT kama walitaka matokeo basi wangeyapata first half. Kwenye namna ya utaratibu huo wa kucheza. Lakini bahati mbaya sana JKT hawakustukia kwa haraka sana walichokuwa wanakifanya Simba Sports kipindi cha kwanza. Kukatokea tu mechi mbili kiwanjani. Kukatokea mechi ya Simba na JKT, afu katokea mechi kati ya Kibu na ule Twalibu. Sawa. Sio, unaelewa? Sawa. Na nilipenda sana refarii namna ambavyo walizihendo zile vita. Kwa sababu angesema atumie utaratibu tu wa kawaida wa kikanuni, Kibu na ule Twalibu wale dakika 10 uwanjani mule hawakupaswa kuwepo wote wawili. Lakini akasema kwa sababu hii ni vita yenu, endeleeni nyinyi wote, mna mili mikubwa, mna nguvu, mnakimbizana shindaneni. Nyinyi ya kwenu tofauti na wengine. Kwa akawa na manage mechi mbili kwenye mechi moja. Kwa upande wa JKT kwenye utaratibu ambao walikuwa wakiutumia wanacheza, wakati Simba wana mpira, JKT walikuwa na watu 4 kwenye eneo la defense ambao walikuwa hawahami hao. Wanastiki hivyo hivyo watu 4. Hivi hivyo 4 walivyo. Alafu walikuwa wanakuja watu 3 hapa. Wale Machezo, Msengi ule nafikiri alikuwa anaongezeka na mtu mmoja alikuwa anaongezeka huko pembeni. Paulo alikuwa anashuka na kwa hivyo anakuja na Bajana. Na Bajana, yes. Nipe mkono. Wewe mtu wa maana kabisa. Unaona? Ndio maana nipo kwenye kiti. Kwa walivyokuwa wanakuja hapa watatu. Sasa kwenye namna ya kufanya clearance. Hapa ndipo JKT walikuwa wanafeli hapa. Yaani hili ndio eneo ambalo JKT walikuwa wanafeli. Wamenyang'anya mpira mara nyingi sana JKT eneo hili. Lakini kutokea hapo kuenda mbele sasa ndipo ambapo sasa sijui waliingia uoga kwa sababu wanacheza na Simba. Sasa sijajua walikuwa maelekezo ya mwalimu yalikuwa hayataki baada ya nyinyi kunyang'anya mpira muendelee. Unanielewa? Kwa sababu kuna attempts kama 2 walizifanya JKT ambavyo kwangu mimi nikasema hilo ndo lilikuwa jibu sahihi la Ahmad Ally. Kuna mpira mmoja alinyang'anya Machezo. Ule mpira aliweka njiani kwenye ulikuwa upande wa Rushaini. Rushaini alichelewa, alikuwa yuko off position. Yule bwana mdogo wa JKT akauwai yule mpira, anakimbia sana kwenye lile eneo. Lile eneo wakati anakimbia Simba walichelewa kureact. Kwa kule wakati anakimbia Simba ni watu 3 tu walikuwa wanafukuza ile moment. Si unaelewa? Kwangu mimi tafsiri yangu ilikuwa ni kwamba ile ilikuwa moment ya JKT kushinda mechi hii, kwa sababu Simba wakati walikuwa wakipoteza mpira walikuwa na idadi ya watu wachache kwenye eneo la kujilinda. Na kwenye eneo la kujilinda moja kati ya watu ambao, kwa sababu Kamara ndo alikuwa anatumika kwenye kuanzisha mipira kuanzia nyuma. Sio, unaelewa? Akianzisha mipira kutokea kuanzia eneo la nyuma, maana yake Yusuf Kagoma alikuwa anasogea zaidi. Afu Shomari naye alikuwa anasogea zaidi. Alafu Mligo naye alikuwa anasogea zaidi. Wale kina Budo, kina Kibu wote walikuwa kule. Ni kama jukumu la kukaba wakati timu inapoteza mpira lilikuwa alifanyaje? Lilikuwa liwahusu. Sasa kwenye namna ya kuweza kuwin first half JKT nazungumzia, ilikuwa ni baada ya kuwanyang'anya Simba mipira.
ilikuwa wanatakiwa kufanya counter pressing haraka sana, kwa sababu Simba walikuwa wanakaa watu ambao ilikuwa ni ngumu kuwa connect baina ya Kamara, Nangu pamoja na Rushaini. Ndio maana kuna mipira miwili, mmoja alipiga machezo, mmoja alipiga nafikiri Bajali alipiga mpira mrefu. Hawa watu wawili walikuwa wanajivuta sana kuja eneo hili. Sasa laiti kama JKT walikuwa wanaweza kulitumia lile tobo vizuri. Kwa sababu Simba walivyokuwa wanacheza walikuwa wanaamini Rushaini atanyang'anya, Nabi ataokota, Nangu atanyang'anya. Alafu kwenye hiyo idadi ambayo mtaenda kushambulia, wakikunyang'anyeni watapiga nyuma yenu, wao watanufaika kwa idadi ya namba. Si ndio? Lakini kutokana na wale watu wanne ambao walikuwa wamestika waondoki, ilikuwa ni faida kwa JKT. Sasa angalia baada ya kipindi cha pili, baada ya mwalimu kuja kubadili utaratibu wa kucheza. Tuanze na bao kwa sababu alipata bao baada ya kufanya mabadiliko ya wachezaji wawili, mwalimu Ahmad Ali, na ikamlipa kwa nahodha wa kikosi cha JKT Edward Songo. Nilipenda jinsi ya composure yake, miguu yote miwili ananilia na kushoto, alafu anakuja na kufunga na kulia kinga mkono, jinsi ambavyo bao la JKT lilivyopatikana. Mimi kwa sababu mashabiki wengi mule walikuwa mashabiki wa Simba. Sasa watu wakaanza kipa anafunguaje vile? Kuna mshabiki mmoja akaandika aitwa Fadhili akamwambia hivi, kipa gani angeweza kwenda pale? Yaani kwa sababu uzuri pia hata Max iangalie hivyo Edward Songo alivyo control afa akaipiga mbali. Yaani alikuwa kama vile alimaliza anatoka kwenye goli. Akapiga nyuma ya nani ya mabeki na kipa vivyo, kwa sababu kipa naye alikuwa anaenda na move ilivyokuwa inatembea. Huyo hapo Paul Peter Kasunda, angalia ukomavu wake. Kamfinya, walitulia vizuri. Unaona, akamfinya hapo tena akapiga. Kwa hiyo ni goli la uwezo binafsi wa mchezaji, utulivu wake ulisaidia. Lakini kingine unachokiona kwa JKT kwa msimu huu, magoli yao mengi wamefunga kipindi cha pili. Yaani katika magoli yao kama wamefunga magoli 7, basi magoli 5 wamefunga kipindi cha pili. Kwa hiyo ni timu ambayo kipindi cha kwanza inakuwa haina umakini kwenye na magoli mengi kati hayo kipindi cha pili wameyafunga kuanzia dakika 60 kwenda mpaka 90. Wamefunga magoli yao mengi sana. Kwa hiyo kama imekuwa ni katabia kati mkao kwamba sasa sisi tunacheza mpira kipindi cha pili. Kwa hiyo naona kipindi cha kwanza walikuwa wanapoteza umakini wa kutumia nafasi walizokuwa wanazipata, kwa sababu ile saikolojia yao inawatuma sisi tunacheza mpira kipindi cha pili. Na hata Simba wamefunga goli, bado walikuwa wanaona dakika za mwisho, bado wenyewe walikuwa wanapambana kutafuta goli, kwa sababu wamezoea magoli yao mengi wanafunga kipindi hicho. Kwa hiyo iliwasaidia sana kujitengeneza kwenye mazingira hayo kwamba wao wanafunga goli kipindi cha pili. Hata mimi nilikuwa nataka nione hii mechi wanakutana na wakubwa, je, wanaweza kuwa na ile tabia yao taendelea ya kufunga goli kipindi cha pili? Rashid, kwa JKT dakika 60 unafunga bao, unaongoza. Niliona kama Ahmadi baada ya kuwa anajilinda kwa Hassan Dilunga, kwa sababu anashambulia lakini ana defensive zaidi, na kumtoa akaingia Edward Songo na mwisho siku ikamlipa. Sasa akili ilikuwa ni kushambulia. Lakini hapo Dimitar Pantev sabu 5 bwana anajilipua. This is a football. Tuonyesheni reaction sasa ya kujilinda, kuicontrol Simba. Mabao mawili. Kwanza ni kuonyesha kitu. Yaani umeona lile goli la kwanza lofunga Songo? Kile ndo kitu ambacho JKT walipaswa kukifanya kwenye first half. Umeona ile pass? Simba walivyonyang'anywa ule mpira, ule mpira ulipigwa njiani. Ikawa ni 1 against 1. Rushaini na Paul Peter. Yale mapochi JKT yalikuwa ni ya kutosha first half. Lakini hawakuyatumia. So unaelewa. Wakaja kutumia second half, baada ya kufanya mabadiliko likaenda ikawalipa. First touch ya Edward Songo kambani. Pandev akarudi kwenye daftari, akafanya sabu ya watu 5. Sabu ambayo yalikuwa ni mahesabu ya kwanza kabisa ya Ahmad Ali kwenye akili yangu. Kwa sababu kwenye namna ambavyo Ahmad Ali aliyoenda kudisplay dhidi ya Simba, kichwani mwake ilikuwa kuna Elim Panzu, kuna Jean Sharawa, alafu kuna Kibu Dennis. Energy ambayo alikuwa amehifadhi kwenye kudhibiti hawa watu ambao wanakwenda speed muda mwingi na kuifanya timu kuwa compact, ndio ambayo Ahmad Ali ilimfanya kuwa alistack
na kuto kuweza kuona mapochi na uzembe ambao Simba walionyesha. Kipindi cha pili sasa Ahmad Ally akaona hata kuna namna hawa wana display, mimi nachelewa. Ndio ikaenda kumpa goli la kwanza lile. Kwamba walipoenda kuplace, waliponyang'anya wakaweka mpira njiani 1 against 1, wanaenda kupata goli. Akaona yes, kumbe hapa ndio natakiwa sisi tu stick. Baada ya pale Kante Conte ni upande wa Bala Conte. Kante akaja akarudi hapa. Alassane Kante. Akarudi hapa. Maestro Morris akabaki sasa yeye ndo kama Greece. Alafu Mpanzu awe anatokea nyuma ya mgongo wa Morris muda wote. Sasa kile kitu kinachokuwa anatokea nyuma na namna ambavyo Morris alikuwa anafanya zile movement ilikuwa ngumu sasa kuweza kutengeneza ile pacha. Of course moja kati ya mtu ambaye kwangu mimi naona Ahmad Ally anamtesa ni Dilunga. Dilunga sasa hivi hana uwezo wa kukupa dakika 90. Yes. Ni kama zinamtesa sana. Sasa ana viungo watatu. Una Msengi, una Sospita Banyana na una Machezo. Hapo Rashid, tunakuja kuiangazia hiyo viungo watatu wa JKT Tanzania, lakini mwisho wa siku pia na Simba na jinsi magoli ya Simba yalivyoweza kupatikana. Nipo na Rashid Don Habis, the heavyweight pandit hapa, the only one in Africa, pamoja na Andrew Kinga Mkono. Mimi ni Said Salim Msumi. Tupate mapumziko mafupi kisha tunarejea. Bado tupo na wewe katika Viwanjani siku hii hapa ya leo. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Said Salim Msumi. Tumeanza kuangazia kuhusiana na michezo ligi kuu ya NBC msimu 2025-26, Young Africans akirejea kileleni mwa msimamo baada ya kupata ushindi wa bao 4-1 dhidi ya kikosi cha KMC. Lakini tumeangazia mchezo mwingine kati ya Azam Football Club akivutwa shati katika uwanja wa Majaliwa Ruangwa mkoani Lindi baada ya kubariki kutoa sare ya bao 1-1. Lakini pia tumeangazia mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya JKT Tanzania, na bado Rashid ukopo unaangazia kuhusiana na jinsi ambavyo Simba walivyotengeneza mabao yao. Tuweze kuangazia bao la kwanza la Simba la Wilson Nangu. Kaja hapa kidogo na yeye kama kuna kukazia. Nangu mbona kama alishangilia sana, halafu ni timu hiyo kutoka nayo. Sio zengo. Of course sio zengo, mimi mwenyewe sikupenda. Binafsi sikupenda. Au aliwaamsha mashabiki kwa sababu wako nyuma? Hapana. Nangu nafikiri alipaswa kuheshimu zaidi JKT. Sio lazima, lakini ni hii hapo. Angalia reaction yake. Goli lilikuwa zuri sana. Alipiga salute. Yes. Alafu unaona? Yaani kuna namna, yani mimi kuna namna nilitamani. Sasa hapa ni matamanio yangu. Matamanio. Lakini pia wanasema kwamba muda mwingine ukifunga goli kama unaweza kuwa umechanganyikiwa hivi, yani ile furaha, yani raha inapitiliza. Raha ina. Alafu ukizingatia Mbona Karimu, ukizingatia yeye Nangu anafunga goli baada ya jamaa kuwafunga. Huwezi kujua pale uwanjani watu wanapishana maneno gani. Kwa hiyo uwanjani kuna maneno mengi. Nimeelewa hilo jambo. Unajua wakati Edward Songo anafunga ile bao alionyesha nini? Kiko wapi? Yani nimepiga mbele yenu. Yani kwa hiyo naye amemjibu. Kwa hiyo wakati mwingine bwana uwanjani kuna mambo mengi sana yanatokea. Yule tukakosa tu nidhamu. Yani kwa vyote vile utakavyoweza kusema. Kwenye namna ya kuwapa heshima waajiri wako wa zamani na umekutana nao, alafu kawaadhibu kama namna ile. Tena uwanja uliokuwepo. Sio tatizo. Watu wanashangilia zaidi ya kidogo. Na heshima mara nyingi ndio wanakuwa topic ambao wanafanya hivyo. Tunakuja kuona bao aliofunga Kevin Nation ili Singida Black Stars. Ameomba radhi. Unajua nikwambie, kwenye kufunga na kushangilia ni uamuzi wa mtu. Ni kweli. Ni sio jambo la lazima kwamba awaombe radhi. Hatujui nini kilichokuepo kabla yeye kuondoka. Hatujui nini walichokuwa wanaongea wachezaji baina yao baada ya JKT kufunga goli. Mkono. Jana kwenye mechi ya Yanga na KMC kuna muda hizo Patrick Mwenda aliumia. Aliumia. Mtu wa kwanza mchezaji wa KMC alienda akamfanyia fair play. Lakini kuna kijana Ball Boys yeye ndo alienda kumshika
Iza Mwenda. Alafu Baka akamchukua miguu akaishusha. Alafu kwa pembeni kulikuwa kuna bango la fair play. Yaani ilikuwa ni picha moja tamu sana ambayo director wa jana alituletea ile game, ile picha na mpaka mwisho mpaka ule mtoto yani ule ball boys ndo anampozesha Iza, anamcomfort. Sasa hii ni fair. Ni fair ndio mapenzi yake kwa huyo mtu. Kwa hiyo mimi nasema Nangu asipasi kumhukumu kwenye hili. Hatumhukumu. Ametimiza wajibu wake. Kufly ni wajibu wake. Goli amefunga goli zuri. Unaona goli amefunga goli. Alikataa kama ni bao sio bao. Amefunga goli zuri. Sisi tunachosema. Mimi ninachosema Nangu amefanya kitu sahihi kwa wakati sahihi. Hamna jambo zuri. Nikiwa kama mwenyekiti namkubalia kinga mkono. Mimi hapana. Amefanya kitu sahihi kwa wakati. Mimi najua kulikuwa na maneno mengi sana ya wenzake kwa sababu goli limefungwa mbele yake yeye. Basi wa kuthibitisha hilo Mtozi tunaomba goli la kwanza la Mtozi pamoja na director Super Mlege tuletee bao la JKT Tanzania. JKT Tanzania alivyofunga Songo kafunga mbele ya watu gani? Alivyofunga na reaction ya Songo kilichotokea. Alafu tuje kuje kwa bwana Nangu, Wilson Nangu. Sawa, Paulo Peter anakwenda au mimi natangaza Paulo Peter anakwenda. Piga pasi kwa nani? Piga vi pale. Ndio ni Songo sasa. Nani kapigwa chenga pale? Nangu kapigwa chenga afu kapigwa chuma. Haya, tuangalie reaction sasa. Umeona? Reaction wameanza kudandiana kwanza kule papa. Wakarukiana hapo sasa. Hapo umeona hapo. Hii hapo. Hapo kama kiko wapi? Hapo akasema kiko wapi? Umeona hapo? Kiko wapi? Mama kapiga goli mbele yake yeye. Wote wawili. Kwa hiyo sasa ngoja nikwambie. Ngoja nikwambie. Kwa sababu yeye amepiga goli kampiga chenga mtu wa mwisho alipiga chenga. Timu kubwa kuliko mtu. Umeelewa? Yaani Nangu yeye sisi pale anacho display. Mbona ni ile nidhamu ya timu walikuwa nayo. Sawa, inawezekana sawa. Songo akamtia maneno kwa sababu Songo naye mtu wa maneno. Unaelewa? Unajua yeye ndo kampeleka chini. Kaenda kascore. Sawa, inawezekana kati anarudi pale wakati uko napopita unashangilia pale. Akamuonyesha akiko wapi. Mimi ndo kapteni wako. Umeona bana? Inawezekana. Lakini sasa wewe unachokifanya yani mimi nakwambia kama Nangu ile goli angefunga afu angeonyesha angeshow some respect kwa JKT. Lakini ameonyesha amesaluti ni respect kubwa sana amesaluti kwamba tuko pamoja. Umeona? Lakini huko niko kwa ajili wangu wapi na kwa maisha mazuri. Mimi sijapenda. Sawa. Baada ya Nangu tuangalie bao la pili. Mimi sijabulia. Sawa, tuangalie bao la pili la Simba Sports Club na la Jonathan Soa. Lilibua mjadala pia katika sehemu mbalimbali kuhusiana na bao la pili. Hiyo hapo Morris Abraham akaipiga hapo. Mpira ulimgusa mlinzi wa JKT, aliukanyaga akaukosa. Aliukanyaga akaukosa. Yaani mpira unajua unakukanyaga ukabaki nao lakini ukaukanyaga ukaenda. Kwa hiyo aliugusa. Aliugusa. Lakini kwenye dunia sasa ya teknolojia nani Soa alikuwa ametangulia mbele kabla ya ule mpira kugusa. Yaani alishafaidika na mazingira yeye kuwa mbele. Unajua angeweza kusema kwamba kwangu mimi naona ni kama ni offside. Kwa teknolojia sasa. Kama offside. Offside kwa teknolojia sasa ingetumika pale teknolojia ingeonekana ni offside. Kwa sababu yeye Soa alitangulia mbele, alafu kile kitendo wao wakati wanagongana, yeye akaja kuokota ule mpira akiwa mbele, wakati anageuza anarudi kuja kuokota ule mpira ndo akafunga goli. Umeona? Kwa hiyo kwa mazingira yale inaonekana kwamba alikuwa offside. Lakini kwa sababu teknolojia hakuna na referee ni binadamu. Rashid wewe ni offside ama sio offside? Sio offside. Ona. Chukua movie. Muone yule alifaidika. Lakini mpira wa kurudishiwa na mlinzi. Hajarudishiwa na mlinzi. Yani hata kama ulirudishwa, yani yule mimi namuona alikuwa tayari ameshatangulia mbele kwa mazingira. Kwa nini atangulie mbele? Unaona? Angekuwa anakuja baadaye. Kwangu mimi ni onside. Kwangu sio offside, ni onside. Kwa sababu refa amekubali, sisi tunakubali, lakini kwa mazingira yalivyo. Labda watu wa Kipenga wana nafasi ya kuja kuzungumza zaidi. Kipenga cha mwisho. Sasa bwana Soa tena mic yetu bumu yetu. Alafu ajui kama ile gari jipya. Soa usirudie tena yote hiyo. Unaona mimi namuona kabisa Soa hapo. Umeona anayomba mpira. Akatangulia mbele. Umeona yule? Alafu mpira tena akaukuta kule umemkuta kule kasimama kule. Alafu akafunga. Mimi kwa nini onside? Kwa sababu uliguswa pale chini. Kwa sababu wakati Morris ana dribble ule mpira so fast. Soa alikuwa anakimbia, alikuwa sehemu ya movement movement ya Morris, sio? Wakati Morris anafanya decision ya kupiga pasi, yani wakati
Morris anafanya decision ya kupiga pasi. Soa hakuwa offside. Alikuwa ameshazidi. Umeelewa? Wakati anapiga pasi hakuwa offside. Alikuwa anatimia na move. Hakuwa offside. Sio, unaelewa? Sasa ile pasi wakati inapigwa Soa kwa sababu alikuwa tayari kashajua hii pasi inatakiwa ipigwe eneo gani. Alivyopita speed ule mpira light kama usingefanyiwa disturbing. Umeona umeelewa? Umeona ile pasi kati sasa hapo mtoza akirudisha utaona kati ile pasi anaipiga Morris. So hakuwa offside. Hakuwa kabisa offside. Sio, unaelewa? Ile pasi baada ya kuwa disturbed ambao wewe sasa umeona kwa jicho lako ukaona hii ni offside. Manake tazama hapo mpira uko mbele tayari, so hayuko offside. Yes. Sasa hebu can you imagine mpira ukirudisha nyuma so atakuwa wapi? Yes, atakuwa nyuma zaidi. Atakuwa nyuma zaidi. Si ndio? Maana atakuwa nyuma zaidi. Ndio maana kuambia kwangu mimi ilikuwa onside. Sasa wale baada ya ku disturb kidogo ni kama wakawa wamepoteza timing kidogo ya Soa. Kwa maana haikuwa kuna time waiting. Sio kwamba Soa alikuwa kama imam. Soa hakuwa kama imam. Hili ni goli. Yes, hili ni goli halali. Kylian Mbappe aliyokatiliwa katika mechi ya Clasico. Alifunga ile goli. Mazingira yake almost yanataka kufanana na ile goli. Ile aligeuka tu akapiga shuti pale pale. Lakini teknolojia ikamwambia umezidi. Umeona? Sasa yule tayari alikuwa amekimbia hatua. Kwa hiyo kwa tukio hili hapa tulirudiwa. Msimamo wako ni ule kinga mkono. Mimi nasimama pale pale. Asante. Sawa. Tuangazie takwimu za Simba Sports Club katika michezo ambayo ameicheza ndani ya ligi kuu ya NBC mpaka hivi sasa. Matokeo yao yapoje? Simba mnyama mkali ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Fountain Gate, wakapata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Namungo Football Club na wakapata ushindi hapo kumradhi kidogo JKT ndio wamekubali kichapo cha mabao 2-1. Kwa hiyo hapo graphics kidogo utasoma bora umefanya hujuma. Lakini zaidi kwa Simba kuna aina uchezaji ambao Pantev anaoingiza Simba. Nadhani ndio unawapa tabu ambayo Rashid anayezungumza. Kumtumia namba 6 kuja kuwa kama mtu anayemaliza kupokea mipira. Ile ndio changamoto kubwa ambayo anaiona Simba itakutana nayo, na hilo gap ambalo pale katikati wanaruhusu mipira mingi ipite itawasumbua sana. Sawa, tukiachana na mechi ya Simba baada ya kupata ushindi alifikisha alama 9 akaongoza ligi, lakini baadaye jana Young Africans baada ya kuweza kucheza wakaweza kurudi kileleni wakiwa na alama 10 katika michezo minne ambayo wameweza kucheza. Lakini kumbuka Jumamosi pia kulikuwa kuna mechi nyingine tena tamu na nzuri zaidi ambapo Pamba Jiji Football Club wana TP Lindanda kutokea jijini Mwanza, wao walikuwa wanawakaribisha Singida Black Stars. Ilikuwa ni mechi nyingine tamu ambayo ilimalizika kwa sare ya bao 1-1 katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Singida Black Stars wao ndio walikuwa wa kwanza kufunga bao kupitia kwa Kratos Chota Chama kabla ya kikosi cha Pamba Jiji Football Club kuweza kusawazisha kupitia kwa Kelvin Nation. Ilikuwa ni mechi nyingine tena nzuri kinga mkono kwa Pamba Jiji Football Club pamoja na Singida Black Stars. Singida baada ya kuwa na mwendelezo lakini wamevutwa shati kidogo na Pamba Jiji Football Club, lakini Chama kama kawaida yake class yani ile uwezi kuacha kumzungumza Chama na class alikopo nayo. Lakini pia hapa Gamondi anafundishwa kwamba hii ndio ligi kwamba watu wanakabia popote pale. What a goal kwa Chama. Fantastic. Yaani Chama kwenye kupiga anajua kupiga. Hata wapiga faulu ambao wamebaki kwenye ligi kuu, Chama ni miongoni mwao wapiga faulu vizuri sana na anajua kuzitumia. Wakati mwingi anafunga. Kwa hiyo Singida ile dume wamelamba dume kwa kumchukua Chama. Na kwa hii mechi ilikuwa mechi ngumu, hasa Pamba ambao wanajitafuta, wanataka kurudisha heshima yao. Mechi kadhaa hapo wameyumba kwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo kwa matokeo ya sare ya Pamba kwao ni imewapa moyo na morali wa kuelekea kujipanga upya kuelekea msimu unavyoendelea. Lakini Singida na Gamondi wao bado wana jambo la kufanya kwa sababu wao ni wawakilishi wetu. Wanatakiwa waonyeshe ule ukubwa wao kila siku, waonyeshe ushindani wao. Mechi za namna hii zinapaswa kuzitumia vizuri kupata matokeo.
ya ushindi, kwa sababu tunataka kuwaona wakiwa na momentum nzuri ya ushindi, itawasaidia hata kwenye safari zao nyingine. Kwa hiyo wao wana kikosi bora, wana wachezaji bora mmoja mmoja, lakini naona kuna wakati unaweza ukasumbuliwa na uamuzi waliochukua wa kocha kutumikia timu ya taifa. Unaweza kwa wakati mmoja au namna nyingine ukaja ukawasumbua, kwa sababu unaweza kukosa muda ukaa pamoja na timu. Tunaona makocha wengi wakati mwingine wakiwa na klabu na timu ya taifa, kwa sababu muda unakuwa tofauti. Kwa hiyo anakosa, kuna vitu fulani unaweza kuja kukuta anapungua kwenye timu. Umeona muungwana Kevin Nash anachokifanya. Umeona muungwana yule? Nimemwona Adebayo akitoka goli hili mpaka goli nyingine akaenda kushangilia. Nayo ni sehemu ya mpira. Kwa hiyo kila mtu ana namna yake. Kwa hiyo unajua hatuwezi kushangilia, ni utaratibu wa mtu. Ule unaweza kusema muungwana, kwa sio muungwana, akawa amefanya vile tu rohoni mwake, hayuko vile. Na yule Nangu akawa yuko moyoni mwake, ndio ana mapenzi kuliko nani Nash. Kwa hiyo muungwana, umemuona muungwana yule? Ule sio kipimo cha muungwana. Nash ni kile kwangu ni kipimo cha muungwana, kwamba una appreciate kwenye kile ambacho walifanya ambao ulikuwa nao kabla ya ulipo sasa. Kwa sababu nikwambie, Nangu ametoka kwenye giza. Yaani JKT ndo kama imempa mwanga Nangu. Umeelewa? Na sio tu Nangu. Ahmad Ally ndio alimuona akaamua kukuza kipaji chake. Akaenda Ahmad Ally kaenda kumpa Nangu nafasi mbele ya wakongwe kabisa, wakina Katanga. Alikuwa anacheza Edison Katanga, Isa Haidari, Dau Mwalala. Umeelewa? Kaenda kumpa nafasi pale, bwana mdogo wewe fanya kazi hapa. Kipaji chake kimefanya acheze. Mechi dhidi ya Young Africans, umeona alicheza mpira mkubwa sana. Ndio pale watu wakaanza kumtazama, okay, kumbe kuna mtu anaitwa Nangu kwenye timu ya JKT. Lakini bado tu nafasi ya Ahmad Ally ya angetaka kumweka Bausi kuendelea kuzima eneo lile, Nangu asingekuepo. So baada ya kupata goli zuri, ni kitendo kibaya. Anatakiwa tu kutoa heshima kwa timu ambayo imemlea. Umeelewa? Huwezi kucelebrate kwa namna hiyo. Kwani ni Emmanuel Sheikh Adebayo, watu reaction yake. Reaction yake ilikuwa nini? Watu walizungumziaje? Alitembea kilomita kilomita 100. Reaction na mashabiki walisemaje Kinga Mkono? Walisema sio muungwana. Achana na hiyo, Carlos Tevez Apache Kalito alivyotoka United na kwenda City, alipofunga United alishangilia sana. What the reaction? Na tena juzi nilikuwa nafuatilia zile podcasts. Carlos Tevez Mark Galnevo alimuuliza Patrice Evra, akamwambia nyie watu watatu mlikuwa mnaongea lugha gani? Kwa sababu nyie mlikopo ni marafiki. Unaongea Kichina, Park Ji-sung pamoja na wewe. Akaambia yeye alikuwa anatumia kumtafsiria Park kutoka Kireno na Kiargentina kile. Akasema lakini kwa maneno baadhi kwa nilikopo ni marafiki wakubwa. Akamuuliza hiyo reaction, je, the gaffer, unajua makocha zote wanamuita the gaffer. The gaffer Saf alikuwa anafanya nini? Akasema yeye alikuwa amechukulia kawaida tu, umeona. Lakini watu lazima wazungumze, bwana wewe nakuaje bwana? Mbona tukopo tunasafa wote vipi? Huwa alafu nani? Lakini Kinga Mkono anasema akufanya mimi nachukulia ile kama bado kijana, akatoa ishara kubwa ya kushukuru na heshima. Yale mengine ni ya kwake. Yaani heshima ile kwa timu. Mimi bado namtem kama ni bado kijana mdogo. Anakuwa wapo wakubwa pale kina Mzamiru Yasin, watamuelekeza namna ya kureact kwamba bana next time utakapowafunga, labda utakapotokea umehama hata Simba huko timu nyingine ukatufunga sisi, hata kama tumekwazana, show some respect. Yani itakujengea wewe heshima kubwa. Of course kama unavyosema kwamba halazimishwi kufanya chochote, lakini kuna namna ambavyo tumeshajiwekea utamaduni kwamba Msumi upo hapa. Yani haiwezekani leo tunakutana inakuwa tofauti, haiwezekani. So unaelewa? So kuna namna ambavyo pia of course kafunga goli zuri sana na kile kichwa cha kile cha juu sana. Itokee kwamba kwenye dabi mara Captain Shaba kaweka ashangili, hilo nakuhakikishia. Ashangili. Maneno wale umpa lazima atashangilia. Mimi nashika dhamana.
Ikatokea Shabalala kakutana nayo kwa 18 kachiamua tena. Mwalimu huyo anaonekana na mapenzi na Shaba. Huyo anaonekana na mapenzi. Au hapo ndio tunapima kipimo sasa. Tutafanya kipimo. Shabalala hatashangilia. Wananchi mimi nakwambiaje? Watambandika na jina, watambandika rangi ambayo si yake, maisha yake akawa magumba. Hiyo dhamana hiyo nakushikia. Kwanza katika wachezaji, mimi nakwambia katika wachezaji wachache ambao nimekutana nao na wafahamu, Mohamed Hussein ni miongoni mwa wachezaji wenye nidhamu ya hali ya juu sana kaka. Sio tu kwenye pitch. Tambo alipowafunga Simba. Yaani sio tu kwenye pitch kaka. Hata nje ya pitch. Haitokei Shabalala akafunga hata kama atafunga hat-trick. Atashangilia. Mimi nakwambia. Atashangilia. Kwa nidhamu aliyokuwa nayo yule bwana. Kwa bandari ya kwamba hichi tunakiweka kiporo. Na itatokea. Tusubiri. Mimi naomba Mungu itokee. Tarehe 13 sio mbali. Mimi naomba Mungu itokee. Tarehe 13 Desemba sio mbali. Afu uone Shaba atafanya nini. Atashangilia Shaba kufanya. I think we must wait. And we can look forward if it can happen. Maybe. My name is Miguel Angel. Sawa. Hayo yalikuwa ni ya ligi kuu ya NBC kwa wakati huu hapa, na jinsi ambavyo hali ya mambo ilivyokuwa, watu wakizidi kuvutwa shati na matokeo. Na kawaida kwa Singida alianza na ushindi wa 100%, kavutwa shati. Kwa hiyo point kidogo ile kule gap la kukimbizana kule wenyewe bado, lakini sasa ni Simba na Yanga. Nafikiri bado wana nafasi Singida bado wana nafasi, wana quality player. Benchi liko sawa. Hiyo mechi ilikuwa mechi ngumu sana. Moja kati ya ingaji pia kuna hizi tuzo zinachelewa, lakini katika makocha ambao wamekuwa nominees kugombea nafasi ya kocha bora wa mwaka nchini Kenya, Francis Baraza ni miongoni mwao. Etienne Ndairagije, Francis Baraza na Mau Kimanzi. Hao ni watu ambao wanagombea hiyo nafasi. Lakini obviously itaenda kwa Etienne Ndairagije kwa sababu yeye ndo alikuwa bingwa. Lakini alichokifanya Baraza Kakamega Homeboys, ndio kitu ambacho kimempa hiyo heshima. So Gamond alifanya kilicho bora akiwa na Young Africans, na moja kati ya deni kwangu ilikuwa ni kuona anawezaje kuishi nje ya mazingira ya Young Africa. Unajua unapofundisha Simba na Yanga una advantage nyingi sana ambazo unakuwa unakutana nazo. Kwenye namna ya kuiandaa timu, unakuwa kuna vitu vingi pia bado unaendelea kunufaika. Lakini unapokuwa nje ya hizi timu, unapokuja Azam huku na timu zingine, manake nguvu ya mwalimu hutumika kwa asilimia kubwa sana kwenda kutafuta matokeo. Sio? Kwa Gamond namna ambavyo ameibadilisha sasa hivi Singida wanavyocheza, ni inacheza kikubwa. Unaona ni timu ambayo ina display kama timu kubwa, tofauti na msimu huu wa mwaka jana ambao litafuta zile nafasi 4 za juu. Chama, Aucho, Kibabage, hizi ni karata ambazo wamezipata Singida Black Stars kubwa sana. Ukitazama Young Africans inavyocheza, ukiwatazama Simba wanavyocheza, bado kabisa unaona kama wanakosa quality ya mtu kama Khalid Aucho, wanakosa quality ya kuna mtu mmoja Rashid alinipa mjadala, akasema ni wakati wa Singida Black Stars kutafuta kocha kwa sasa hivi kwa situation, kwa sababu alichoniambia akasema Gamondi anamwamini sana Musa Ndo. Yani anamwamini sana Musa Ndo. Hapa kuna mechi ya national teams. National teams itaweka kambi kama wiki 2, ligi itasimama. Wakati ligi ikisimama, timu itaenda AFCON ambao ni mwezi wa 12 mpaka labda Januari. Mpaka Januari, yes. Itokee kwamba but tumefanya vizuri. Tumesogea mbele. Huku maandalizi ya timu itakuwaje? Itakuwa kuna ligi, alafu pia kuna michuano ya kimataifa ambayo Confederation hii ligi itasimama. Ligi itasimama, lakini wakati wa kurejea una ligi, una Confederation, una CRDB. Akasema unaonaje? Aliniuliza kwa jicho langu. Nikamwambia mimi ile swali nitawapatia wachambuzi.
Of course, sasa itategemeana na mahitaji ya timu yetu ya taifa, lakini kwa kuathirika Singida wanaweza kuathirika kwa namna moja ama nyingine. Mimi simuamini sana Musa Ndoo kubeba mikoba ya Miguel Gamond kwa sababu Musa Ndoo ilisema kwamba Musa Ndoo hatoambatana naye huku. Sidhani kama huku hawezi kuambatana kwa sababu kuna taarifa yuko na Ahmad Diallo. Sasa Sasa ikitokea Kwani makocha wasaidizi hawawi wawili? wanakuwa hata 10. sasa huku ni national team, huku ni mahitaji yetu sisi. Huku ni mahitaji ya lazima, mahitaji ya nchi. Sasa kama kocha anasema mimi hapa kitu changu cha kwanza hivi na hivi. Huyu ndo ananisaidia kwenye mambo haya. Sijajua. Chochote kinawezekana. Sasa nimependa hilo jibu. Chochote kinawezekana, lakini attitude ya Musa Ndoo ndio shida. Ni short temper ambaye kwa group kubwa la wachezaji wa Singida Black Stars ukiishi nao kwenye hizo style unaweza ukafeli. Na moja kati ya kitu ambacho nimekiona kwa Gamondi, anaweza kuishi na big names kwenye team. Anajua namna ya kuwa treat, namna ya kwenda nao sawa. Sasa unajua mtu kama ukimharas mtu kama Chama, Khalid Aucho, Maruf Shakei, yani hao ni wachezaji ambao attitude zao yani unavyokuja ndivyo ambavyo anakupokea. Haiwezi kuwa sawa kwa Musa Ndoo. Sawa, shukrani sana Rashid Don Hamis the Heavyweight Pandit pamoja na Andrew Kinga Mkono. Tukirejea tutarejea katika joto la Afrika, ambapo katika joto la Afrika tutakuja kuangazia kuhusiana na ligi mabingwa ya wanawake barani Afrika. Bwana, jana ilishika kasi. Kwa hiyo tutakuja kuangazia hapo kuhusiana na JKT, na uzuri kwamba michuano hii inafanyika katika mji wa Ismail ama Ismailia. Mjini kwako kule. Hapo kwangu kaka. Kaka Saidi wa Ismailia. Hapo napajua vitongoji vyote. Vasuezi wa wapi kote. Tukirejea katika joto la Afrika tutakuja kuangazia hayo na mengine mengi sana. Tuende mapumziko mafupi kisha tunarejea. Asante kwa kuzidi kwa nasi. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salim Msumi, unaweza kuniita kaka Saidi. Nipo pamoja na Andrew Kinga Mkono, mchambuzi wangu, pamoja na Rashid Don Hamis the Heavyweight Pandit, the only one in Africa. Bwana, miongoni mwa kitu ambacho napaswa kufanya ni salamu. Mnasalimiwa sana. Zimetoka wapi lakini mnasalimiwa. Tuwezipokea. Ukisema Kinga Mkono, ukisema unasalimiwa inatosha. Watu walitumisi sana hapa. Ulo sana. Rashid usitoe neno basi. Sawa. Tukaangazia kuhusiana na joto la Afrika, kuweza kuangazia taarifa mbalimbali kutokea barani Afrika. Sawa, tuanze kuangazia taarifa mbalimbali ambazo tumeweza kukuandalia katika siku hii hapa ya leo, tukianzia katika bara la Afrika ambapo kuna mengi sana ambayo yameweza kujiri kwa wakati huu hapa, ambapo tuanze kuangazia kuhusiana baada ya draw ya CAF
kuwekwa wazi. Baadhi ya mashabiki wa klabu za Simba kutoka mkoani Singida wametamba kufanya vizuri katika michuano hiyo, huku akizipa pole timu zilizopangwa kundi moja kwamba lazima waachie pointi zote katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii ligi ndo ya wanaume. Kwenye makundi tumefika kwenye ligi ya wanaume. Naongea hivyo kwa maana kwamba Simba sio wageni kwenye mashindano kama haya. Tumecheza zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo timu tulizopangiwa kwenye makundi sio timu ndogo. Hatuwezi kubeza kwamba ni timu ndogo. Tunacheza na timu kubwa zote. Na nitafurahi sana nikiona timu zetu zote, Simba Sport Club, Yanga Africa, Singida Black Star na pamoja na Azam Sport Club zikiingia robo finali. Nitafurahi sana. Sisi uhakika tunaenda kutoboa robo finali, tunaingia. Waarabu kwa Mkapa hawatoki. Hata ndugu zangu wananchi na waombea tu kila laheri, ingawaje wamewekwa kwenye msitu mzito. Kwa chama langu la Simba Sport Club, kwanza ni timu kubwa. Mimi naiona timu yangu inaenda kufanya makubwa. Kutokana na usajili kwanza ulivyo, uko vizuri. Isitoshe, nimejaribu kuchambua vijana ambao wanaweza wakanipeleka sehemu na kunifikisha sehemu. Hususan nikiangalia kwa Simba ninavyoifahamu, timu nilizopangwa, naweza nikasema wao ndo wanajiuliza kwangu, wanachomoka? Sio wao tu. Wao kwangu hawachomoki bro. Mimi pale kwa Mkapa kwanza anaenda kuhesabu pointi zangu ziko pale pale. Wakati hao wakiwa ni mashabiki wa Simba Sports Club, tuangazie kwa upande wa mashabiki wa Young Africans wenyewe kutoka mkoani Singida. Wanazungumza nini na jambo kubwa wao? Wanasema kwamba wana matumaini ya kuvuka kuelekea hatua ya robo finali. Sababu timu tulionayo ni nzuri. Japo tumepangwa na Waarabu, ila nina uhakika tutafanya vizuri, na uzuri wake sasa hivi timu yangu kama unavyoona imeanza kujipata, imeanza kufanya vizuri. Kwa hiyo nina uhakika mpaka siku ambako mechi zitaanza tutakuwa vizuri zaidi na tutafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo naiona timu yangu itafika mbali zaidi. Robo tunafika. Robo ni kuhakikishie, robo tunafika. Waarabu siwaofii kabisa kwa sababu tumecheza nao mara nyingi na uzuri wake kikosi chetu kimekamilika. Kwa hiyo Waarabu hatuwaofii. Ligi yetu sasa hivi ni ligi ambayo imeshakuwa kubwa. Wachezaji sasa hivi wanajituma. Kwa hiyo naweka kabisa Waarabu tutawatoa tena vizuri tu. Klabu yangu naiona mbali kwa sababu chochote kinawezekana katika mpira. Japokuwa kundi ni gumu. Lazima tukiri kwamba kundi ni gumu kutokana na opponent ambayo tunakutana nao. Kwa kweli kundi ni gumu, lakini naipa kipaumbele timu yangu. Ninaamini watapambana kwa sababu hizo timu sio kwanza hatujawahi kucheza nao. Tumecheza nao mara nyingi, unaona. Kwa hiyo sidhani kama timu yangu inaweza wakaogopa au opponent ambao tunakutana nao. Watajitahidi, watapambana na waona wakifika mbali. Kwa sababu katika mpira lolote linawezekana. Kuna uwezekano. Waarabu tulikuwa tunaogopa zamani, lakini kwa sasa hivi tunawapiga. Walikuja Belouizdad hapa, tulikuwa tunahitaji tushinde goli 4 ili tuweze kupita. Lakini Mungu alitusaidia tukawapiga goli 4 kama wamesimama. Kwa hiyo hata hapa inawezekana. Ile kubwa ni kujipanga, benchi la ufundi, wachezaji, mashabiki, tuwe kitu kimoja. Young African tunaweza tukafika mbali. Waarabu sio tatizo, hatuwaogopi siku hizi. Waarabu sio tatizo, hatuwaogopi siku hizi. Rashid, unataka kutia neno? Au unasema tusubiri? Ni kweli timu za Tanzania hatua zilizofikia wanaanza kuishi sahani moja na timu za kaskazini. Kuna vitu vingi ambavyo wamejifunza. Kitu cha kwanza ni budget. Sasa hivi timu zetu zina budget nzuri. So tutegemee kuona ushindani. Japo kweli kama mkubwa alivyosema hapo, kundi la Yanga mtihani. JS Kabylie, una Esfar Rabat, alafu una Al Ahly. Ni sio kundi rahisi, ni kundi gumu sana. Kundi ambalo unategemea Young Africans atumie zaidi uwanja wa nyumbani. Maana yake ndio advantage pekee, na bahati nzuri wa Aman. New Aman Complex.
kwa sababu hawa FAR Rabat, Kabiri, Al Ahli ni watumiaji wazuri wa viwanja vya nyumbani, kwa sababu unakumbuka FAR Rabat alipokuwa kundi na Mamelodi, yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walinufaika zaidi kwenda hatua inayofuata na uwanja wa nyumbani, kwa sababu alienda Kongo na Maniema akapata tabu, akaenda Mamelodi Sundowns kule Afrika Kusini akapata tabu, lakini uwanja wa nyumbani ulimpa matumaini mazuri. So Al Ahli kila mtu anajua ubora wao wakiwa nyumbani, ni moja kati ya timu tishio sana. Hawa ni title contenders kwenye magrupu yote. Young Africans anakwenda kudisplay kile ambacho tayari amesha achieve. Kwa sababu Young Africans moja kati ya ndoto kubwa ni kucheza group stage. Walisema hivyo group stage. Kwa hiyo manake from now on wanachotupa sisi sasa ni bonus. Na bonus haina kikomo, unaweza kufika finali, itategemeana na mpinzani anakujaje. Kama unakusanya zako 9 nyumbani alafu ukavuna 1 sare au 2 sare, manake unakwenda hatua inayofuata. Na bahati nzuri sasa hivi moja kati ya kitu ambacho kinaleta motivation ni huo mzigo ambao umeongezwa na Dr. Patrice Motsepe, rais wa CAF. Sawa, tuangazie pia mashabiki wa Azam Football Club, na wenyewe pia wamekuwa na matumaini makubwa kuhusiana na draw ya kwamba wanaenda kucheza na nani katika hatua ya makundi ya kombe ya shirikisho barani Afrika. Kwa upande wa Azam FC kiukweli kundi lipo vizuri. Ni wao tu Azam washindwa kusonga mbele, maana ukiangalia hata kocha walionaye, wachezaji walionao, wote wana deserve kusonga mbele na kufika mbali zaidi. Kwa hiyo ni wao wenyewe tu wa kuamua, mwisho wa siku watafanya vizuri. Najua vilabu vyote vina viongozi bora, na vilabu vyote viongozi wao wanajua ni nini wanakitaka na ni nini wanakitafuta na ni wapi wanataka kufika. Nina imani watafika mbali sana. Kwa hiyo kinachostahili tu ni wachezaji wenyewe kujitambua na kujituma kipindi watakapokuwa nje ya mchezo na ndani ya mchezo. Mimi na imani kabisa Azam lazima tutoboe kutokana na timu tulionaye. Alhamdulillah, namshukuru Allah. Yeye na imani kubwa kabisa lazima Azam tutoboe. Kocha yuko vizuri, kwa hiyo tunafuzu hatua ya robo finali. Of course ni kundi gumu ambao tumepangwa nalo, lakini na imani mpira ni dakika 90. Kwa siwezi nikasema kwamba tutashindwa. Na imani tutashinda kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Naenda kutoboa. Naenda kutoboa. Tuangazie nao wawakilishi wa nchi katika michuano ya kimataifa, Singida Black Stars, ambapo mashabiki wao wa Singida Black Stars wameonyesha kuwa na imani na kikosi chao, hususan kuhusiana na kundi ambao wanaenda kushiriki nalo, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Singida Black Stars kufika hatua ya makundi ya kombe ya shirikisho barani Afrika. Grupu sio grupu rahisi, lakini pia sio gumu kulingana na kikosi ambacho tuko nacho, lakini pia kulingana na experience ya kuanzia kocha mpaka wachezaji ambao tuko nao Singida Black Stars kwa sasa hivi. Ukiangalia mna grupu lilivyo pale, CR Belouizdad, AS Yotoho pamoja na Stellenbosch. Stellenbosch tumeshawaona kwa sababu alishacheza na Simba, tunajua mpira wao ulivyo. Kwa hiyo naamini ni kitu ambacho mwalimu anaweza akakifanyia kazi vizuri. Lakini pia CR Belouizdad alishakuja hapa, alicheza na Yanga, na uzuri kocha ambaye alicheza na CR Belouizdad ndio huyu Miguel Gamondi kipindi akiwa Yanga, na wachezaji kama Chama pamoja na Khalid Aucho. Kwa hiyo sio timu ngeni sana kwetu. Pia itampa urahisi kocha kwenye kufanya mbinu zake na vitu vingine. Kinachonipa matumaini kwanza ni benchi la ufundi limeshiba. Kuanzia kocha mkuu Miguel Gamondi, Musa Ndao kocha msaidizi, na benchi zima la ufundi. Lakini pia upana wa kikosi ambacho tuko nacho pamoja na experience players ambao tuko nao, kama wakina Khalid Aucho, Clatous Chota Chama, kina Maruf Chakei, Hoso Mwaku na wengine. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kinanipa sana matumaini kwa namna benchi letu la ufundi lilivyo kwa sasa hivi, pamoja na ukubwa wa kikosi ambao tuko nao, pamoja na wale experience players ambao wameshacheza sana mechi hizi kubwa na wanajua nini cha kufanya. Kwa makundi tuliopangiwa, na iona kabisa timu yangu ya Singida Black Star tunaenda kutoboa. Singida ina kikosi kipana, ina wachezaji wazuri, na kwa mashabiki wa Singida Black Star nachowaambia wawe na imani na timu yao ya Singida. Hakika soka letu
amepiga hatua kubwa sana Kinga Mkono. Kabisa kabisa. Au unasema? Naona mwanadada amejieleza vizuri. Na ametoa pointi za msingi, wajiamini. Kama swali yenyewe haijafuatana na majibu yake. Swali lake nilikuwa naenda. Swali lake nilikuwa najua linaenda wapi. Sababu mpira unaozungumzwa na watu wamezungumza kila kona. Na unajua siku zote kabla mpira hujachezwa kila mtu ana nafasi ya kusifia cha kwake. Na ndio sifa ya mashabiki. Mpira kabla hujachezwa una nafasi ya kusifia cha kwako kwamba cha kwako ni bora kwa sababu ndicho unachokiona na unachokijua. Baada ya dakika 90 mazungumzo yanaweza kuwa tofauti. Mnaweza mkapigana au mkatoka mnafurahi. Kwa hiyo naamini kwa maendeleo ya timu, kwa jinsi timu zilivyojipanga, malengo ya timu kila moja, timu zetu Tanzania zilivyoweka, tunaamini msimu huu utakuwa ni msimu mzuri na vipimo sahihi kwao kwa sababu timu zote zimeleta makocha bora, timu zote zimefanya usajili mzuri. Kwa hiyo kilichobaki ni kuonyesha uwezo uwanjani. Uwanja wa Amani utashuhudia mechi timu 3 zikiwa pale. Benjamin Mkapa itakuwa timu moja Simba. Kwa hiyo tunaamini Zanzibar itakuwa ya moto. Zanzibar patakuwa pazuri. Watu wataenda kuona mpira wa Tanzania ukichezwa pale. Na naona Azam kwenye kundi lao japokuwa watu wanasema jepesi, uzoefu ni kitu muhimu sana kwenye mashindano. Una Wydad, una Stellenbosch, hizo ni timu kubwa ukiacha Nairobi United ambayo labda na yenyewe ndo wanaingia kwa mara kwanza na yenyewe wanajipanga. Maniema. Na Maniema, yes. Stellenbosch ipo na Singida. Iko na Singida, iko na Maniema. Na Maniema nao wasumbufu wa jamaa kutoka Kongo. Na mechi ya kwanza anaanzia Kongo, Azam. Kwa hiyo unaona mechi itakuwa ngumu vile japokuwa Ibenge anapajua Kongo, anajua ugumu utaenda kukutana nao. Kwa hiyo ni mechi ambayo Tambara ametoka Maniema. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo naona kila mmoja tuna nafasi hizi ya kusema, tunachotaka kusema tuseme yote. Kuanzia wiki ijayo, baada ya wiki ijayo tutazungumza mengine. Hapa kulikuwa na kosa, hapa kulikuwa na zuri. Tutaona jinsi gani timu zetu zitavyoanza, lakini naamini tuna nafasi ya kufanya vizuri. Utaenda Singida? Tutakwenda Singida. Singida kuzuri. Tutakwenda. Mimi na wewe tutakuwa pamoja. Sasa tabu mechi itachezwa Zanzibar. Aniuliza tu kama utapita Singida. Njia yangu nikitoka Dodoma naenda nani Singida. Sawa. Tutoke hapo tuelekee katika mji wa Ismailia nchini Misri ambapo kikosi cha JKT Queens jana kilishuka dimbani kupambana na kikosi cha Gaborone United cha wanawake na mchezo kumalizika kwa suluhu. Baada ya mchezo huo, stori kubwa imekuwa ni kuhusiana na kiwango cha golikipa wa JKT Queens Najat Abbas Idrissa baada ya kuokoa mkwaju wa penalty dakika za mwishoni kabisa. Sasa ambapo balozi wa Tanzania nchini Misri ni Meja Jenerali Richard Mutayoba Makanzo amesifu uwezo wa kikosi cha JKT Queens pamoja na golikipa Najat Abbas Idrissa. Nichukue nafasi hii kuwakaribisheni viongozi wa timu, mkuu wa msafara na vijana wenyewe hapa nchini Misri, hasa kwenye hili jiji la Ismailia. Na pia nafarijika kwamba nimeshuhudia mchezo mzuri kati ya mabinti zetu JKT Queens na Gaborone United. Ukweli ile first half tulicheza vizuri sana. Second half walijipanga opponent wakatuhold, lakini namsifia sana golikipa, ametuokoa. Lakini safari ni hatua, tumepata pointi moja na imani hii game inayofuata coach atakuwa ameona wapi atakiwa timu arekebishe ili tufanye vizuri zaidi. Na ikiwezekana mimi na timu yangu taweza kuongeza mashabiki kulingana na muda, sijajua muda wa mechi ni ipi, ili tulete wa Tanzania watie hamasa zaidi tuweze kupata ushindi mnono na timu yetu iweze kusonga mbele. Na ni balozi wa Tanzania nchini Misri Meja Jenerali Richard Mutayoba Makanzo akiweza kuzungumza hivyo. Lakini kwa upande wake golikipa wa JKT Queens Najat Abbas Idrissa naye akazungumza kuhusiana na kiwango ambacho amekionyesha hapo jana. Haikuwa rahisi. Kwanza alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu kupata pointi moja. Hatuhitajia pointi 3 lakini ndio mipango Mwenyezi Mungu. Kuhusu la penalty kwanza haikuwa rahisi, ila ni kuwa makini, kufuata walimu wanavyofundisha, pia kuangalia timu inahitaji nini. Kucheza kutoka ndani ya moyo, kuipambania timu kutoka ndani ya moyo ndio imenisababisha mimi kuweza kucheza ile penalty. Yes. Plan yetu ilikuwa kushinda,
pia tulikuwa na uwezo wa kushinda, lakini kulingana na Mwenyezi Mungu alichotujalia hicho sisi tunapokea. Pia tutaangalia wapi tumekosea, tutarekebisha. Naamini next game tutaweza kupata ushindi wa pointi 3. Najat Abbas Idrisa, inawezekana kidogo jana nipata changamoto kwake kumwangalia, nikajua nishazoea Najat akiwa amenyoa hivi. Kwa jana akawa amesuka, nasema JKT wana kipa mwingine, nikajua ni ule Zubeda, kumbe sio. Sawa. Kwa upande wa kocha mkuu wa kikosi cha JKT Queens ni Juma Kesi, yeye pia amezungumzia kuhusiana na mchezo wa jana dhidi ya Gaborone United na matarajio yao kuelekea mechi inayokuja, lakini bila kusahau kiwango cha Najat Abbas Idrisa. Kwanza kama ulivyozungumza, mchezo ulikuwa mgumu sana. Ulikuwa mgumu, lakini ni kwa sababu wenzetu walikuwa na discipline kubwa sana katika kudefend. Kwa maana ya kwamba waliamini kwamba sisi ni bora, na ndio maana wakaona kwamba wakituachia tukacheza katika aina yetu ya uchezaji tutawafunga. Kwa mantiki hiyo wakaamua kuwa compact sana katika kudefend na watushambulie kwa kushtukiza. Kwa hiyo kipindi cha kwanza tulikuwa na fursa kama 3 tulizipata, tukashindwa kuzitumia. Tumekuja second half na wao wakatufanyia surprise kwamba tuliingia katika mtego wao wa kufanya counter attack, na kiukweli ilibaki kidogo tu tumepoteza huu mchezo, lakini niseme hongera kwa golikipa wangu kwa kazi ya ziada aliyofanya, lakini vile vile niseme tu kwamba tumeona matatizo yalipo, tunakwenda tena kujiandaa ili tuje tufanye vizuri katika mchezo unaokuja. Mimi niseme tu kwamba wao kushinda kunawapa confidence zaidi, lakini na sisi tunajua kwamba kama atakuwa na over confidence basi itakuwa ni wakati wetu na sisi kushinda. Lakini niseme tu kwamba sisi tunajiandaa kufunga timu ngumu. Kwa hiyo ikiwezekana tunakwenda wao ndio watu wa kwanza kwenda kuwafunga ili na sisi turejeshe confidence yetu kuweza kuendelea katika hatua inayofuata. Kocha Juma Kesi akiweza kuzungumza baada ya mchezo huo. Kumbuka JKT Queens wapo kundi moja pamoja na ASEC Mimosa pamoja na TP Mazembe. Kwa hiyo mabingwa. Kwa hiyo mwisho siku unaweza kushuhudia kupitia Azam Sport 3 pale HD. Jana kopo inaonyeshwa. Sasa jana kopo hatari. Azam 1 una Namungo na Azam ile saa 1. Sport 3 pale kuna JKT Queens hapa. Kwa hiyo hapa Azam Max unaiwekea hapa, huku naangalia hivi. Mtihani. Mimi mechi ya JKT sijawatazama kusema kweli. Na uzuri katika mji wa Ismailia pale yupo Salama Fernando Santos Majeje Ngale. Itabidi nimwelekeze baba, kuna sehemu hapo upite. Nimechelewa sana kunipa hii taarifa. Taarifa muhimu hii. Vipi what? Nimefurahishwa na hii taarifa. Super kabisa. Mji wa Ismailia.